Ebara, karibu sana kwenye hii sehemu ya pili, mzigo mtamu wa kuitwa Rise Up. Sasa nikukumbushe pale tulipoishia katika sehemu iliyopita, ni ambapo huyu kijana huyu Rashidi wakati yuko ulingoni anapambana, ile ananyanyua hivi kichwa bwana, si akamwona mke wake Mama Shamsa yuko na mwanaume mwingine. Huyu mwanaume ni kigogo wa serikali, makamu wa rais. Nini hasa kilichoweza kuendelea? Na tukawa tunajiuliza, je, Rashidi hili pambano ataweza kweli kushinda? Pambano ni la kufa na kupona. Bwana, mimi Uncle J niko hapa kuhakikisha kwamba ninakusimulia hii sehemu ya pili kupata kujua nini hasa kilichoweza kuendelea kwenye safari ya maisha yake. Bwana, karibu tukapate kujua kile kilichoweza kuendelea. Kengele pale kagongwa, mpinzani wangu akaruka hewani, akanipiga teke la kifua lililonirudisha nyuma kiasi na nikaanguka chini. Watu wakampigia pale makofi mpinzani wangu huyu. Nikamtazama mkuu wa gereza hili jinsi alivyokuwa amenikazia macho. Mpinzani wangu akajirusha tena hewani, akanipiga teke la mgongo likanifanya nipate maumivu makali mno. Maumivu makali sana. Makamu wa rais pamoja na mke wangu wakajumuika na watu wengine katika kupiga makofi ya kushangilia. Mkuu wa magereza akanipa ishara ya mkono kwamba ninyanyuke nipambane. Mpinzani wangu akajaribu kuleta shambulizi jingine la kunipiga kisukusuku cha mgongo, ila nikabiringika na kisukusuku hicho kikagonga chini. Nilimpiga teke la kichwani na kumfanya anguke chini, huku akiwa anasikilizea maumivu ya kisukusuku chake pamoja na teke hilo nilokuwa nimempa. Nikasimama huku nikirukaruka na kumtazama akinyanyuka kwa taratibu kabisa. Mkuu wa gereza alizidi kunisisitiza ya kwamba nimalize mchezo mapema, kwa maana ya kwamba mpinzani wangu ndio ameshalegea. Nikamtisha mpinzani wangu kama nampiga ngumi ya uso. Akajikinga na mikono yake miwili. Kwa kasi ya ajabu nilifyatua teke kwa mguu wangu kulia. Nilimpiga katika mbavu zake kiasi cha kuhisi kabisa ya kwamba nimevunja mbavu hizo za upande wa kushoto kwake. Ukelele aliyoutoa hakika hukuwa kawaida. Nikampiga teke la kifua, akaenda kujigongeza kwenye nyavu za huu ulingo, nyavu ambazo zilikuwa zinanesanesa. Kitendo cha kurudi mbele, nilimpiga teke la kidevuni na kumfanya damu kuanza kumruka mdomoni mwake. Akiwa katika hali ya kuyumba, nikakimbia kwa kasi kumfuata. Mguu wangu wa kulia ukakanyaga kidogo kwenye paja la mguu wake wa kushoto, nikaruka juu kiasi, nikashuka chini kwa pigo la kumpiga kisukusuku kwenye utosi wake. Nikamfanya tokwe na macho, kwa maana ya kwamba pigo hilo linavunja fuvu la kichwa mpaka mishipa ya shingo. Kabla hajanguka chini, nikamzunguka kwa nyuma na kumshika shingo yake na kukiweka kichwa chake katika bega langu, huku nikiwa namtazama makamu wa rais pamoja na mke wangu. Nilibonya chini kidogo, nilivunja shingo ya huyu jamaa na hapo hapo alifariki dunia. Nikamwachia likaanguka chini kama fuko la simenti puu. Mkuu wa gereza akawa wa kwanza kusimama na kupiga makofi. Taratibu watu kadhaa nao walianza pale kupiga makofi, wakiwamo wazungu ambao huyu ndiye mpiganaji wao. Refari alinifuata na kisha akanishika mkono wangu na kuunyanyua juu, akiashiria kwamba mimi ndo nimeshinda hili pambano. Mlango ulifunguliwa na taratibu nikatoka katika huu ulingo, huku nikiwa katika uangalizi wa mabouncer wanne waliokuwa wamejazia miili yao kisawasawa. Nikarudi katika chumba changu cha kujiandaa, na baada ya dakika 2 mkuu wa gereza na walinzi wake wakaingia, huku akiwa na furaha sana. Safi sana Chidi. Yaani unajua, haki ya Mungu wewe, walidhani mechi itakuwa ni ngumu, alafu dakika 7 tumemaliza. Safi sana. Wewe ni noma. Nahitaji kuonana na mama yangu pamoja na mwanangu. Hilo kesho tu. Ninawaleta gerezani. Yaani safi sana. Mlango uligongwa na mlezi mmoja wa mkuu wa magereza akafungua. Mkuu, makamu wa rais pamoja na mke wake wapo hapa. Macho alinitoka huku mkuu wa gereza akionekana naye kushtuka kidogo. Usizungumze chochote na usivue hiyo maski yako usoni. Mkuu wa gereza alizungumza kwa sauti ya kunong'oneza. Makamu wa rais kweli aliingia ndani hapa akiwa na mke wangu pamoja na walinzi wanne waliovalia suti nyeusi. Heshima yako mkuu. Nashukuru.
Bwana, sehemu kama hizi sio za kupigania saluti. Huku tumekuja kula bata na watoto wazuri kama hawa. Makamu wa rais alizungumza kwa sauti ya kebei huku akiwa amemshika kiuno mke wangu. Hasira ambayo ilikuwa imenijaa Mungu mwenyewe tu ndiye anejua. Jambo la kumshukuru Mungu ni jinsi kinyago changu kilikuwa kimefunika sura yangu. Na nilikuwa nimebaki macho tu. Laiti kama mke wangu angeiona sura yangu, nina imani kabisa angezemea. Nashukuru mheshimiwa. Huyu ni kijana wangu. Namuona ana uwezo mkubwa sana. Umemtoa wapi huyu kijana? Ni kijana wangu tu mtaani. Ninajaribu kuweza kukikuza kipaji chake. Mkuu wa gereza alizungumza kwa unyenyekevu mkubwa sana. Nilikunja ngumi mikono yangu yote kwa hasira, kwani mkono wa makamu wa rais ulikuwa unaendelea kupapasa kila sehemu ya kiuno cha mke wangu, na jinsi anavyoonekana ni mtu ambaye ameelewa, kwani kuna wakati alikuwa anashusha mkono wake mpaka sehemu ambazo kiukweli. Halafu mke wangu alibaki tu anatabasamu tu. Unaitwa nani kijana? Hapo makamu wa rais aliniuliza huku yeye na mke wangu wakiwa wananitazama usoni. Huyu anaitwa Mashushu huyo. Mkuu wa gereza aliwahi kulijibu hili swali. Mashushu ndo jina la wapi hilo? Hawa ni watu wa bara huko. Kijana, wewe ni mngoni? Hapo nilitikisha kichwa huku nikiendelea kuwatazama kwa hasira kweli kweli. Mheshimiwa, unajua kijana wangu anapokuwa ametoka kwenye pambano hususan la mauaji huwa anakuwa katika wakati mbaya. Kama hutojali mheshimiwa, ninaomba tumpatie nafasi. Mimi nimekuja kumpongeza tu. Baby, hebu mpatie zawadi. Hapo mke wangu alifungua kipochi chake na kutoa noti za shilingi 10,000 kama 30 hivi, na akaanza kunirushia moja usoni, na tena alinirushia kwa dharau kubwa mno. Mkuu wa gereza alinitazama jinsi mikono ilivyokuwa inatetemeka kwa hasira, na kisha akanipa ishara ya kutingisha kichwa ya kwamba nisifanye chochote. Wow, dogo, hizi utakwenda kunywa soda. Tunashukuru sana mheshimiwa. Ngoja niwaache mimi, ngoja nikapate mambo matamu kutoka kwa mama watoto hapa. Makamu wa rais akamvuta karibu mke wangu, akampiga pale busu lililonifanya nifumbe macho yangu huku machozi yakinibubujika. Yaani kama ni dharau, basi hii ilikuwa imezidi ese. Mke wangu anapigwa busu mbele yangu. Ni vile tu mke wangu hakunijua kwa sababu nilikuwa nimevaa kinyago usoni mwangu. Tamu sana. Ndugu yangu, unajua kuna watoto watamu sana kwenye dunia. Kula nchi ndugu yangu. Makamu wa rais alimwambia mkuu wa gereza aliyebaki kitabasamu kinafiki tu. Sawa mkuu, sawa. Basi tutaonana. Si unajua kesho nina ziara ya kujenga gereza kwako. Hivyo andaa mazingira mazuri ya kuonekana kwenye TV. Nimekuambia kabisa hili kwa sababu ilikuwa ni ziara ya ghafla. Nashukuru sana mkuu kwa taarifa. Basi mimi nimekujulisha tu. Hapo makamu wa rais aliondoka chumbani hapa na walinzi wake, huku akiwa amekingangania kiuno cha mke wangu, tena amekingangania kisawa sawa. Nilivua kinyago changu na kukitupa chini kwa hasira kali mno. Katika kila siku ambazo mapigo yangu ya moyo yananenda kasi, basi ni hii siku ya leo. Hey Chidi. Mkuu wa gereza aliniita huku akinisogelea. Jicho nililomtazama, yeye mwenyewe alijikuta kisita kunisogelea. Nahitaji kurudi gerezani sasa hivi. Sawa, tunafanya mpango uweze kurudi. Hebu msaidieni kumkusanyia pesa zake. Vijana wa mkuu wa gereza kwa haraka wakakusanya pesa zangu na kunikabidhi. Nilitazama hizi pesa huku nikikumbuka tukio la mke wangu kunimwagia pesa hizo usoni mwangu, tena kwa dharau kubwa mno. Nikasema ipo siku tu utakuja kujuta wewe mwanamke. Nilizungumza huku nikiziweka pesa hizi kwenye kibegi changu cha nguo. Nilibadilisha nguo zangu kabla kutoka. Wakaingia wazungu wawili, mmoja akiwa ni mwanamke na mwingine akiwa ni mwanaume. Tumempenda sana mpiganaji wako, mwanamke huyo mzungu alizungumza huku akinitazama usoni mwangu. Nashukuru sana.
Mkuu wa gereza alijibu huku akiwa na tabasamu. Tunahitaji kuzungumza kibiashara. Wasiliana nami muda wowote. Niko nchini Tanzania hadi mwezi ujao. Baada ya hapa nitarudi nchini Marekani. Mwanamke huyu alizungumza huku akimkabidhi business card huyu mkuu wa gereza. Hakuna matata. Tutaongea basi vizuri. Mpiganaji wako, he is a very handsome boy. Mwanamke huyu wa kizungu alizungumza huku akinitazama kwa macho ya ishara fulani vya kimahaba. Alitoka ndani hapa na sisi hatukukaa sana. Tukatoka huku nikiwa nimevalia kofia nilikuwa nimeshusha chini kidogo kwenye uso wangu na sio rahisi kwa mtu kuweza kunifahamu. Tukaingia kwenye gari na walinzi hawa wa mkuu wa magereza. Ebu nisubiri, nakuja. Mkuu wa gereza aliondoka na kuniacha na walinzi wake hawa. Mmoja akiwa amekaa siti ya dereva na mwingine akiwa amekaa siti ya nyuma na mimi. Kumbukumbu zangu zote zilikuwa zipo kwenye vitendo vya makamu wa rais pamoja na mke wangu. Tena ni mke wangu halali kabisa wa ndoa ya Kiislamu. Hakika moyo wangu unauma kupita maelezo. Akili yangu yote ilikuwa inatamani kumuua makamu wa rais. Ila kitu kinachonizuia ni kwamba hadi leo hii sifahamu hali ya mama yangu pamoja na mwanangu. Laiti kama ningefahamu wapo sehemu salama, haki ya Mungu, leo mimi ningeondoka na kichwa cha makamu wa rais, na isitoshe nipo gerezani, hivyo sihofii kabisa mikufungwa. Haya, tuondokeni sasa. Mkuu wa gereza alizungumza, na hii ni mara baada ya kuingia ndani ya gari akiwa na tabasamu pana sana. Safari ilianza huku kimya ukiwa umetawala ndani ya gari hili. Sikuhitaji kabisa kufungua kinywa changu kwa maana kwamba hasira yangu ilikuwa inaendelea kuchemka ndani kwa ndani. Chidi, naam. Umefanya kazi nzuri sana. Asante. Nimewasiliana na rafiki yangu mmoja yuko Dar es Salaam. Ameweza kuonana na mama yako pamoja na mwanao. Kesho atawaleta uje kuonana nao. Kwani siwezi kuonana nao nje ya gerezani? Hapana bwana. Na umesikia pale makamu wa rais kesho ana ziara gerezani kwetu. Yaani ni bora alivyosema. Yaani ameniambia kwa maana kwamba nilikuwa sijui chochote. Okay, nashukuru kwa hilo. Alafu unajua yule mzee ni mshenzi sana. Ila Chidi, pambana mwanangu. Ukifanikiwa kutoboa hii miaka 2.5 iliyobaki, mimi nakuhakikisha kwamba utafika mbali, kwa maana kwamba anachukua mke wa mtu hivi hivi. Yaani hata mimi roho imenuma sana. Mkuu, dereva aliita kwa sauti chini kidogo. Ndio. Kwa hiyo mkuu, unataka kuniambia kwamba yule mwanamke ni mke wa Chidi? Mwanangu hapa alikuwa na mke. Yule mke alikuwa ni pisi sana. Yaani hadi watu wa juu wamemwona, unajua sio mchezo. Jamani, naomba hizo stories ziishi bwana. Nilizungumza kwa sauti iliyojaa mikwaruzo itokanayo na hasira. Tukafika gerezani. Tukiwa katika kutembea, nikamwibia mkuu wa gereza business card aliyokuwa amepewa. Nilimwibia pasipo yeye mwenyewe wala walinzi kuweza kuona chochote. Vipi Chidi, tukuletee kikata kiu? Hapana, sihitaji mtu yeyote leo. Nahitaji tu kuwa peke yangu. Basi sawa, hakuna shida. Hapo nikaelekea chumbani kwangu. Nikalitupia begi la nguo kitandani. Nikafunga mlango huu kwa ndani na kisha nikaingia bafuni na kuanza kuoga. Nilirudi chumbani nikakaa kitandani. Nikatoa pesa hizi ndani ya begi ambazo zilikuwa ni 300,000. Nikatenga pale kiasi cha kama 2.5 kwa ajili ya kuweza kumpatia mama yangu na kiwango cha shilingi 50,000 kwa ajili ya kuwalipa wahuni wa humu gerezani ambao hawaogopi kufa, kuhakikisha kabisa wanafanya vurugu kipindi makamu wa rais atakapoweza kutia miguu yake eneo la ndani la gereza hili. Nikasema lazima nifanye kitu. Lazima tu nimfanye kitu. Haiwezekani mimi nidharau kiasi kile. Niliwaza huku nikijilaza kitandani. Nikapanga pale mipango ya namna gani ambavyo makamu wa rais anaweza kudhalilishwa na wafungwa wenzangu. Asubuhi na mapema nilitembelea eneo wanalofanya usafi kikundi cha wahuni wanaojiita Mamba. Wahuni hawa wapo 6 na wote ni watu waliokuwa wameranduka kiakili kiasi cha kuogopwa na kila mfungwa hapa gerezani. Ila mimi pekee ndiye ninayeweza kuzungumza nao kiustaarabu, kwa maana kwamba wananikubali toka siku nilipomuua Zumo kikatili mno. Oya mwane,
kulwa gwala mwanangu. Mmoja wao alizungumza mara baada ya kuniona. Nilipeana naye 5, wote 6, na kisha wakaacha kufanya kazi huku akiwa ananitazama. Wa mwana ni aje, ulitoka nini? Nikasema ya, kuna ndezi mmoja Kimarekani nimemdanjisha. Huyo. Na ndio maana mwanetu tunakukubali ese. Wewe unaga kulemba mwanangu, alafu ujisikii wala una uonevu. Ila mwanangu kuna lile jibupa lile uliloliua lile kubabake. Oya, lilikuwa linaonea watu kinoma yani. Walizungumza kwa furaha sana. Nikasema sasa hebu sikilizeni. Tuambie mwanetu mkali wetu. Bwana mimi kuna boya moja hivi anakuja leo hapa gerezani. Ni mtu mkubwa tu serikalini. Anakuja kututembelea. Sasa ninataka nimuonyeshe kwamba nyinyi ni mamba, tena black mamba. Alafu ninawatoa kitu cha 50. 20 hii hapa. Na jiwe 3 nitawapatia mara baada ya kazi kuweza kumalizika. Nadhani tumesomana. Oya. Hilo limekuisha mwanangu. Yaani Chidie, hilo umelileta kwa wenyewe. Si unajua sisi sio ndezi. Nikasema anawajua ndio maana nimewapa mchongo. Basi mwanangu, huyo choko huyo atajuta kwa nini ameleta msambonda wake hapa gerezani mwanangu. Je, unataka tumtie mabeto au tumfanye nini mwanaitu? Mimi nachokitaka mdhalilisheni. Ni kiongozi wa serikali. Atakuwa na walinzi, ila hakikisheni kwamba mnamdhalilisha. Nadhani tumeelewana kwenye hilo. Wewe mwanaitu usiofie jemedali wetu, kwa maana kwamba wewe ndo tunakuelewa kuliko choko yote hapa humu ndani. Nikasema mwake mwana. Kwa upale tukapeana tena na wavuta hawa bange, na kisha taratibu nikaondoka huku nikiwa nimejawa na tabasamu, kwa maana ya kwamba kasheshe atakalokwenda kukumbana nalo makamu wa rais ni Mungu mwenyewe tu ndiye anejua. Oya, hivi hao jamaa wao unazungumza nao vipi? Rafiki yangu Ngoko aliniuliza huku tukiwa tunaelekea katika eneo lake la kufanya usafi. Nikasema kwa nini? Unajua jamaa vichwa vyao hawa wanavijua wenyewe hao. Naona nyota zetu tu zimeendana. Rashidi, una mgeni? Mmoja wa askari aliniambia huku akiwa ananitazama. Moyo wangu ulijawa na furaha kubwa sana, nikiamini kwamba leo ninakwenda kuonana na mama yangu pamoja na mwanangu. Nikamwambia Ngoko, "Oya, anakuja mwanangu." Nilimwambia hivyo huku nikiondoka eneo hilo kwa mwendo wa haraka kumfuata askari anapoelekea. Nikaelekea katika eneo maalum la kuzungumza na wageni wanaowatembelea wafungwa. Eneo hili limetenganishwa na kioo kigumu sana kati ya eneo wanalokaa wafungwa na wageni wanaotutembelea. Mgeni wangu yuko wapi? Nilimuuliza askari aliyekuwa amenileta hili eneo. Askari huyo hakunijibu chochote zaidi ya kufunga mlango wa hiki chumba. Mlango wa eneo la pili likafunguliwa. Sikuamini macho yangu mara baada ya kumuona mke wangu akiingia huku akiwa anatembea kwa madaha kweli kweli. Nilianza kumtazama kuanzia chini mpaka juu. Nilimwona akivuta kiti usawa nilipokuwa mimi na kisha akakata ratibu. Alinitazama kwa macho ya dharau ambapo hapo awali sikupata kabisa kuyaona. Alichukua mkonga wa simu uliopo pembeni yake, kwa maana ili tuweze kusikiana ni lazima kutumia mikonga hii ya simu. Kwa ishara aliomba nichukue mkonga wa simu ili nizungumze naye. Nilichukua mkonga wa simu hiyo na kuweka sikioni mwangu. Halo Chidi. Nakuona unavyozidi kupauka. Mke wangu aliongea hayo maneno. Sikumjibu chochote zaidi kumtazama tu kwa macho yaliyojaa uchungu. Nimekuja na mume wangu. Yeye anapita huko kuwatembelea nyinyi wafungwa. Nikaona nipate muda wa kuzungumza na wewe. Mariam. Hapo nilimuita mke wangu kwa sauti nzito ambayo sikutarajia kama inaweza kunitoka katika koo langu hili. Nimesahau kukuambia jina langu kwa sasa sio Mariam tena. Mimi naitwa Ana na mwezi unaofuata nakwenda kufunga ndoa nchini Ufaransa upo. Hivyo umechanganyikiwa au umerogwa wewe? Mtu aliyerogwa na muonekano kama kwangu? Yaani hata tu tukimuuliza mtu ya kwamba mimi na wewe ni nani aliyerogwa, unahisi nani atamnyoshia kidole? Mke wangu alizungumza kwa dharau kubwa hadi machozi yalianza kunimwagika. Kwa nini unanifanyia hivi mimi? Ni kwa nini unanifanya nipitie kipindi kigumu kama hiki ikiwa unajua kabisa wewe ni mama wa mtoto wangu? Koma wewe. Tena zungumza kwa sauti ya chini. Sina mtoto na wewe. Hapa nilipo ninajiandaa kwenda kumzelea mume wangu mtarajiwa. Hivyo wewe sahau kama ulizana mimi. Alafu usinililie kinafiki.
Nilikuja kukupa tu taarifa ya kwamba na mimi nipo katika ile gereza, nimekuja na mume wangu upo. Alafu kuna kitu kingine. Endapo utanisumbua, basi tambua maisha ya mama yako na huyo panya wako huyo panya wako wa kike huyo wapo mikononi mwangu. Nitawafyekelea mbali. Mshenzi wewe. Mke wangu mara baada ya kuzungumza hivyo, alisimama na kisha akachukua pochi yake ya gharama, akavaa miwani ambayo alivyoingia hapa ndani alikuwa ameshika mkononi, na kisha taratibu alianza kutembea kuelekea nje. Furaha niliyoingia nayo ndani hapa yote ilikuwa imenisha. Hivi huyu amepatwa na nini? Naam, ndilo swali nililoanza kunitawala kwenye kichwa changu, kwa maana kwamba mwanamke huyu nilimkuta kwenye maisha ya chini sana. Maisha ya kuuza kachori, japo mimi mwenyewe nilikuwa nina hali mbaya, ila mwenzangu alikuwa na hali mbaya zaidi yangu. Nikaamua kuanza naye maisha na kuishi naye nyumbani kwetu. Katika kipindi chote alikuwa ni mtu wa kuweza kuniheshimu na alikuwa ananijali, japo nilikuwa ni mwanaume mkorofi na ninayeogopwa kitani kwetu, ila aliweza kunibadilisha mpaka nikaachana na magenge ya wahuni ambao nilikuwa ninawaongoza. Nikaamua sasa kuwa tu mlinzi wa kuajiriwa, na hadi leo tumebarikiwa kupata mtoto wetu wa kwanza, Shamsa. Aliendelea kuniheshimu na kunijali. Sasa sijui imekuaje kanibadilikia tu ghafla. Kama ni pesa inaweza kumbadilisha mtu, mbona kuna kipindi wanaume wenye magari yao walikuwa wanamtongoza ila alikuwa anawakataa? Amekumbwa na nini mama Shamsa? Niliendelea kulalama huku machozi yakinimwagika, na ndipo taratibu nikasimama kutoka ndani hapa. Hata askari mwenyewe aliweza kuniona jinsi nilivyokuwa nimevurugwa. Askari aliniuliza kwa sauti ya chini, "Wa Chidi, kuna tatizo?" Nikamwambia hakuna shaka mzee. Nilizungumza kwa sauti ya kukata tamaa. Nilikutana na rafiki yangu Ngoko. Kunitazama tu usoni akatambua kwamba kuna tatizo. Ilibidi aniulize, "Vipi, mbona una sura ya majonzi mwanangu?" Nikamwambia usijali mwana. Nilizungumza huku nikishusha pumzi nyingi. Kingora cha kukusanyika mstarini kikagongwa na wafungwa wote tukaanza kupanga mstari kwenye eneo maalum la kusimamia. Nikakaa katika mstari wa mbele kabisa, huku tukiwa tunasubiria kutangaziwa tulichokuwa tumeitiwa. Alisimama mkuu msaidizi wa gereza na akasema kwamba leo tumepata ugeni wa makamu wa rais, hivyo nitahitaji muwe na heshima katika hii sehemu atakayopita kwa ajili ya kuweza kututembelea. Nadhani tumeelewana. Wafungwa wote wakaitikia. Viongozi wa selo, tokeni mbele. Viongozi wa vyumba kweli wakatoka mbele. Nyinyi ndio mtakuwa wawakilishi wa matatizo yaliyopo hapa gerezani kwa makamu wa rais. Nadhani tumeelewana. Ndio. Baada ya maelekezo hayo, si tukaruhusiwa kutawanyika, jambo lilonifanya nikae kimya kwa sekunde kadhaa huku nikipiga mahesabu ya haraka mno. Wa Chidi. Mbona kama umeshikwa na bumbuazi? Ngoko aliniuliza huku akinitazama usoni mwangu. Nikamwambia kuna shaka. Nilianza pale kujibenyeza katikati ya wafungwa wenzangu. Nikawaona jamaa wa kundi la Mambas. Wa Chidi, kila kitu kiko fiti kilikiti mwanangu. Okay poa ana. Naamini kwamba mmejiandaa vya kutosha. Tumejiandaa vibaya mwanetu. Wewe mwenyewe utakubali mziki. Kikubwa ni kuwa makini. Usijali hilo chali wetu achie sisi. Nikaachana nao, nikatafuta sehemu nikakaa huku nikisubiria kwa hamu ujio wa makamu wa rais. Ulinzi ukazidi kuimarishwa hadi si wenyewe tukaanza kuingiwa sasa na hofu, kwa maana kwamba askari magereza kidogo akakaa kando. Hawa walioingia walikuwa ni wanajeshi wenyewe kabisa, wakiwa wamevalia majaketi ya kuzuia risasi na makofia magumu. Kila mwanajeshi alikuwa na bunduki ambayo sifahamu ni bunduki za aina gani, kwa maana kwamba sina ujuzi sana kwenye masuala ya silaha. Na hata kwenye kampuni yetu silaha ambazo tulikuwa tunapewa na kupewa nazo mafunzo ni magobole tu. Na wale wenye kiwango cha juu walikuwa wanafundishwa kutumia SMG. Ina maana kwamba makamu wa rais ana ulinzi mkubwa kiasi hiki? Ngoko aliniuliza kwa sauti ya kunongoneza. Nikasema mambo yanabadilika ndugu yangu. Ila kweli ulinzi ni mkali kama mheshimiwa rais. Baada ya kama lisali moja, makamu wa rais akiwa ameongozana na walinzi waliovalia suti nyeusi wapatao kama 20 pamoja na askari magereza akiwamo mkuu wa askari magereza walianza pale kupita maeneo mbalimbali ya gereza hili huku akiwa wameongozana na waandishi wa habari. Wanaisa atakuwa amekuja kukagua miradi ndani ya gereza hili.
Ngoko alizungumza ila sikumjibu chochote, kwa maana ninachokikumbuka ni jinsi namna ambavyo makamu wa rais alivyokuwa anamchezea mke wangu jana usiku. Ipo siku utakuja kuingia mikononi mwangu, mjinga, niliwaza huku nikimtazama kwa mbali kwa macho yaliyokuwa yamejaa hasira kali mno. Baada ya makamu wa rais kuzunguka eneo zima, kikapigwa pale king'ora cha wafungwa wote kusimama mstarini. Tukatii, na safari hii nikasimama eneo la katikati, kwa maana kwamba endapo nitasimama mbele basi ninaweza nikajikuta nikifanya tukio ambalo sijalitegemea kulifanya, kwa maana kwenye maisha hakuna kitu kinachouma kama kuibiwa mke wa ndoa. Jamani, narudia, mke wa ndoa. Nimefurahi sana kuwaona, makamu wa rais alizungumza huku akiwa na kipaza sauti. Nitahakikisha wenye mashauri yenu ambayo bado yako mahakamani yanasikilizwa kwa haraka. Kama ni kuachiwa huru basi muweze kuachiwa huru, na kama kuhukumiwa basi muhukumiwa kwa kifungu cha sheria, kwa maana kwamba kuna baadhi yenu mmeletwa humu gerezani pasipo kusomewa mashtaka, polisi wakidai kwamba wanaendelea kufanyia uchunguzi kesi zenu. Kwa hiyo tutaboresha mfumo wa malazi, kwa maana kwamba nimetembelea kwenye baadhi ya vyumba, nimeona vina mapungufu mengi, ikiwamo kuisha kwa magodoro na uhaba wa vitanda. Huduma za afya tutaziboresha kuhakikisha kwamba mnakuwa na afya iliyo njema. Makamu wa rais alivyomaliza kuzungumza hivyo, wafungwa walizidi kushangilia. Ghafla kifuko kilichojaa kinyesi na mikojo kilitua kifuani mwa makamu wa rais na kikampasukia kifuani mwake, na kusababisha askari waanze kuzunguka kwa haraka, huku akitazama ni nani alirusha kifuko hicho cha kinyesi. Kwa wingi wa wafungwa hawa, ni jambo gumu sana kuweza kutambua ni nani alikirusha, kwa maana ya kwamba kimerushwa katika kipindi ambapo wafungwa wote walikuwa wakishangilia. Zikapigwa risasi mbili hewani na wafungwa wote tukalala chini, huku mikono tukiwa tumeiweka katika visogo vyetu kichwani mwetu. Nani aliyefanya upuuzi huu? Mkuu wa gereza alizungumza kwa kufoka sana. Makamu wa rais akaondolewa eneo hili kwa kasi mno, kwa maana ya kwamba hali hewa sasa imeshaharibika. Wanajeshi wakatuzunguka wafungwa wote, huku waandishi wa habari wakiondolewa hili eneo. Kimetokea upande huu, upande wa huku, mwanajeshi mmoja alizungumza, na ikasababisha tuliokuwa tumekaa upande wa kulia turuhusiwa kutawanyika, na waliokaa upande wa kushoto ambao wapo 200 hivi wakawekwa chini ya ulinzi. Ni kina nani waliorusha? Ngoko aliniuliza huku akiwa amejawa na wasiwasi mwingi mno. Nikasema sijui. Nilimjibu kwa kifupi huku nikitafuta nafasi ya kuona ni wapi makamu wa rais. Ngoko aliniuliza huku akiwa amejawa na wasiwasi mwingi mno. Nikasema sijui. Nilimjibu kwa kifupi huku nikitafuta nafasi ya kuona ni wapi makamu wa rais anapelekwa, kwani kama tukio hilo likionekana kwenye TV ni tukio la aibu sana. Wafungwa wote tulioruhusiwa tukaamrishwa kuingia katika vyumba vyetu, huku wenzetu ambao wamebakia nje hatujui wanafanywa nini. Wachidi, usitoke humu ndani kwako. Hayo ni maagizo ya mkuu. Askari mmoja alizungumza huku akinitazama usoni mwangu. Nikasema sawa. Niliacha TV na kuweka sauti ya chini sana. Nikajaribu kutazama baadhi ya chaneli, ila sikuweza kuona habari yoyote makamu wa rais kutembelea gereza letu. Baada ya masaa mawili mlango wa chumbani kwangu ukagongwa. Nikafungua na ndipo mkuu wa gereza akaingia. Hawa mamba ni washenze sana, mkuu wa gereza alizungumza huku akikaa kwenye moja sofa. Nilishtoka kidogo, ila nilijitahidi kuficha mshtuko wangu. Mkuu, kwani wamefanya nini? Wao si ndio wamemrushia makamu wa rais kile kinyesi? Kwa hiyo mkuu unataka kuniambia kwamba wamekiri? Ya, wao wenyewe wamekiri hilo. Sasa watapewa adhabu gani? Unahisi kuna adhabu gani hapo zaidi ya kifo tu? Mkuu, kifo? Ndio, kifo. Na mbaya wamechukuliwa na wanajeshi. Yaani hao wanakwenda kuuawa mbele ya safari. Na isitoshe imetazamwa rekodi yao. Wameonekana ni watu waliokuwa ni waarifu wakubwa sana. Hivyo ndio imeshakula kwao, kwa maana ile ni tukio la kujaribu kumuua makamu wa rais. Nikajihisi uchungu sana kuingiza jamaa hawa katika matatizo ambayo yanakwenda kuwagharimu maisha yao. Kwa maana ya kwamba kama ingekuwa ni silaha au bomu, basi makamu wa rais
angekuwa ameshakufa muda huu. Ndo hivyo. Alafu kuna askari wanasema kwamba leo hii asubuhi walikuwa wanazungumza nao. Ya, ni kweli niliongea nao. Ulikuwa unaongea nao nini? Mambo ya kawaida tu, kuwapa salamu, kwa maana kwamba jamaa wale ni washikaji zangu sana. Chidi, kama uliwaagiza wewe, ni heri ukakaa kimya, kwa maana ninaelewa kila kinachoendelea katika moyo wako. Hakuna mwanaume yeyote anayeweza kuibiwa mke wake na akashuhudia mbele yake kama jamaa pale hotelini alivyofanya, alafu etukakaa tu usifanye chochote. Kwa hiyo omba sana Mungu asikutaje wale. Kwa nimezungumza kwa kuhisi hivyo, kwa maana kwamba hisia zangu zimenituma hivyo, wewe ndio utakao umewatuma wale. Sasa endapo wakikutaja, basi tambua kabisa makamu wa rais atakuua yeye mwenyewe kwa mkono wake yeye mwenyewe. Kwani hiki kitendo kimemkasirisha sana. Nadhani tumeelewana Chidi. Ndio mkuu, nilijibu huku mapigo ya moyo yakinenda kasi mno, tena nilikuwa nina wasiwasi. Hapo mkuu huyu wa gereza alinitazama kwa muda kidogo na kisha akasimama. Nikamuuliza, mkuu, vipi swala la kumuona mamangu pamoja na mwanangu? Hilo jambo kwa sasa hebu liache kwanza. Kwa nini mkuu niliache? Sio kwa nini. Bado wanajeshi na usalama wa taifa wanakatiza humo gerezani. Bado wanafanya uchunguzi wa lile tukio. Unahisi ya kwamba familia yako ambayo mke wako yeye mwenyewe anataka kukuangamiza itakuwaje? Mkuu, umelijuaje hilo kwamba mke wangu anataka kuiangamiza familia yangu? Mimi nimesikia kila maongezi yenu pale ndani. Kuna kamera inayorekodi kila kitu. So unataka mama yako na mwanao waje kukuona muda huu alafu wakamatwe? Hebu fikiria mara mbili hilo. Sawa, nimekuelewa mkuu, ila si wapo salama? Ndio, familia yako iko salama kabisa. Basi ninaomba nizungumze nao, japo watoto kwenye simu. Hapo mkuu wa gereza alinitazama kwa dakika 2 huku akionekana kutafakari jambo fulani akilini mwake. Alitoa simu yake, akamenyaminya pale kwa sekunde kadhaa na kisha aliiweka sikioni mwake. Vipi, upo nao hapo? Hebu mpatie simu mama. Baada ya sekunde kama 5 hivi, mkuu wa gereza kanikabidhi simu, akasema zungumza na mama yako. Kwa haraka nilichukua ile simu yake na kuiweka sikioni mwangu, nikasema halo. Rashidi? Ndio mama, ni mimi. Hapo nilizungumza huku machozi yakinilenga. Mwanangu, upo wapi? Na unaendeleaje baba? Mama, ni story ndefu. Ila vipi kuhusu Shamsa, yuko wapi? Huyu hapa. Shamsa, hebu msalimie baba. Kauli ya mama ilinifanya nizidi kujawa na uchungu sana moyoni mwangu. Shikamo baba. Sauti ya mwanangu ili usisimue mwili wangu wote. Nilishindwa kabisa kujizuia, nilijikuta nikilia kwa uchungu sana. Baba, mbona unalia? Hapana mwanangu. Unaendeleaje? Naendelea salama baba. Mama upo naye hapo, kwa maana bibi alisema umesafiri naye. Swali la Shamsa likanifanya kwanza nishushe pumzi ndefu sana, kwa maana nina imani ya kwamba mamangu alimdanganya mwanangu ili kumfanya siwe na ile kuuliza sana maswali mara kwa mara. Ndio mwanangu, ila mamako ametoka kidogo. Akija mwambie nataka kuongea naye. Sawa mwanangu, nimekuelewa. Japo mtoto wangu ni mdogo sana, ila ni mtoto mwenye upeo mkubwa sana, na kuishi Uswahilini nako pia kumemsaidia sana kuchangamka katika kuongea. Mama, mnaendeleaje lakini? Mwanangu, utoka uondoke, hali ni mbaya sana kwetu. Nyumba yetu imepigwa X na tumepewa miezi 3 tu tuondoke. Hatujui tuende wapi mwanangu, kwa maana ya kwamba wanasema wanahitaji kutanua barabara. Sisi tupo eneo ndani ya barabara, hivyo tutabomolewa. Nilihisi mwili ukinyong'onyea kwa kuishiwa nguvu, kwani nyumba hiyo ndio urithi pekee uliopo. Endapo itabomolewa, ni wapi mama na mwanangu watakwenda kuishi ikiwa mimi bado nina miaka 2.5 ya kukaa jela? Mungu wangu.
Nilizungumza kimoyomoyo huku nikishindwa kabisa kujua nimjibu nini mama. Rashid mwanangu. Ninakusikia mama. Yaani hapa hata sielewi. Na ninahisi kisukari changu sasa kitaanza kunisumbua. Mama alizungumza kwa sauti iliyojaa majonzi. Nikasema mama, wala tusijali. Kila jambo litakwenda vizuri. Kwani kwa sasa mpo wapi? Kabla mama kuweza kunijibu chochote, simu ya mkuu wa gereza ikakatika. Simu imekata mkuu. Na hisi ni salio limekwisha. Utazungumza nao baadaye. Kwa sasa ngoja nikaangalia hao wapelelezi wa hili tukio wanasemaje. Ila samani mkuu. Nakuomba sana tena sana uweze kumsaidia mama yangu pamoja na mwanangu. Usijali Chidi, nitafanya kila linalowezekana katika hilo. Mkuu wa gereza alitoka ndani hapa na kuniacha nikiwa sijui nini cha kufanya. Nikakumbuka kiasi cha pesa nilicho nacho. Nikakitoa ndani ya begi na kisha nikatoka chumbani hapa, ila askari mmoja aliyopo hapa mlangoni akasema, Chidi, sasa hivi wafungwa wote wako ndani. Hakuna anayeruhusiwa kuweza kuonekana mazingira nje. Nikamwambia kuna. Nilikatisha sentensi yangu kwa maana ya kwamba simwamini mtu yoyote kwenye swala la pesa. Mawazo yalizidi kunikandamiza kiasi cha kunifanya sasa nijione ni mtu mwenye bahati mbaya mno. Jioni ya siku hii wafungwa hatukupata chakula kwa madai ya utovu wa nidhamu. Utovu wa nidhamu uliweza kutokea na itatubidi tulale pasipo kula chochote. Naam. Asubuhi na mapema kama kawaida, wafungwa walisambaa katika maeneo yao ya usafi, huku wanaokwenda kufanya kazi nje wakipelekwa katika maeneo hayo, ikiwa ni kupasua mawe, huku nami nikielekea katika jimu ya mazoezi kwa ajili ya kuendelea kujiweka fiti kwa kila pambano linalokuja mbele yangu. Chidi, mbona leo una mawazo sana? Kocha wangu wa mazoezi aliniuliza huku akinitazama usoni mwangu. Nikamwambia sipo sawa kocha. Kuna nini kinachoendelea? Ni kuhusu familia yangu kocha. Imefanyaje familia yako? Nyumba ya mama yangu imekuwa alama ya kubomolewa na inakaribia kuvunjwa. Wanadai kwamba ipo katika eneo la barabara. Na walioingia katika eneo la barabara maana yake ni kwamba hawalipwi fidia yoyote. Pole sana. Nashukuru kocha. Hapa nashindwa kufahamu ni kitu gani kinachoendelea. Na isitoshe mtoto wangu ni mdogo sana. Na kama unavyofahamu juu ya mke wangu. Ila unajua Chidi, huyo mwanamke ni mbaya sana. Kama hata mwanae wa kumzaa anamfanyia mambo ya kipuuzi, hastahili kabisa kuwa mke. Hastahili kabisa. Nilimhadithia kocha kila kitu kilichotokea kwenye pambano la juzi na namna nilivyomuona mke wangu akiwa na makamu wa rais. Hadi namaliza kumwelezea hayo, kocha alitingisha kichwa kwa maana ya kwamba ni historia inayoumiza sana moyo. Chidi, hebu nisikilize mwanangu, sawa? Ndio kocha, nakusikiliza. Jaribu kumsahau huyo mwanamke kwa sasa. Kinachotakiwa ni kutafuta mbinu za jinsi gani tunaweza kuisaidia familia yako. Je, ni rafiki yako yupi ambaye unamwamini mtaani? Tukampigia simu. Awe anaitazama familia yako kwa ukaribu sana. Hapo nilitafakari kwa muda kidogo na kisha nikamkumbuka Rama. Rama ni mshikaji wangu ambaye tulikuwa wote toka utotoni. Ni mshikaji ambaye tumefanya mambo mengi sana kihuni, ila jambo la kumshukuru Mungu sote tuliweza kupata kazi na kuoa. Yeye amepata kazi katika kampuni ya kuuza mikate, huku mimi nikipata kazi katika kampuni ya ulinzi. Ndio yakatokea hayo yaliyotokea, mwisho wa siku niko gerezani. Nimeukumbuka mshikaji wangu mmoja hivi anaitwa Rama. Unaikumbuka namba yake ya simu? Ya, naifahamu. Tukaondoka hapa jimu mpaka kwenye moja ya choo kilichopo katika jengo hili la gym. Akanipatia simu yake ya siri, nikaingiza namba ya Rama na simu yake ikaanza kuita. Nilijawa na tabasamu pana sana kusikia simu ikiita. Oya mwanangu, inakuaje? Nilizungumza kwa sauti ya furaha na ndipo nikasikia halo. Nani mwenzangu? Nilisikia sauti ya kike iliyonishtua sana mpaka nilijikuta nikiitazama namba hiyo mara mbili. Nikamwambia Chidi. Shemeji, habari za masiku?
Mungu anabariki. Yuko wapi mshikaji? Rafiki yako bwana, nipo naye hapa, ila amepata ajali ya gari juzi. Amevunjika miguu yote miwili, ila hivi sasa amejipumzisha kwa maana kwamba daktari amempatia dawa za usingizi. Kwanza nilishusha pumzi nyingi sana, kwani matumaini yangu yote sasa yameingia doa. Nikasema ise pole sana shemeji. Tumeshapoa shemeji, jambo la msingi ni kwamba bado anapumua. Alipata ajali eneo gani? Alipata ajali maeneo ya Kibamba. Gari lao la mikate liligongana uso kwa uso na lori la mchanga. Tandiboi wake amekufa na yeye ndo amevunjika miguu yote miwili. Akiamka basi mpe pole. Sawa shemeji, alafu wewe upo wapi? Nasikia upo gerezani. Ni kweli shemeji, nipo jela. Nimebambikiwa kesi. Pole sana shemeji yangu. Nashukuru sana shemeji. Haya sawa. Hapo nilikata simu huku nikiwa sijui nini cha kufanya. Nikakumbuka kumpigia mama. Kwa bahati nzuri simu yake leo nikakuta inaita hewani. Halo mama, shikamoo. Marahaba mwanangu, jana simu yako ilikata. Ndio mama, hivi uko wapi? Tuko hapa nyumbani mwanangu. Bado hali ni ile ile. Nimeanzisha mradi wangu wa kuuza sambusa hapa nje. Sawa mama, hebu nisikilize kwa makini. Ndio mwanangu. Zile cheni si unazo? Ndio. Ninakuomba ukauze cheni 2. Na kila cheni moja haipungui zaidi ya milioni 2. Najua ukiuza hizo utapata kitu kama milioni 4 au milioni 3. Jaribu kutafuta chumba sehemu tofauti na hapo, fungua mradi na Shamsa umwanzishe chekechea. Sawa baba, hata mimi nilikuwa nimefikiria kufanya hivyo, sema tu nilikuwa naogopa kuuza hizo cheni pasipo idhini yako. Na isitoshe sikuwa ninafahamu bei, kwani ningeuza hata laki tu mwanangu. Sawa mama, ila hizo ni cheni original kabisa na ni gharama sana. Uza kwa siri sana na usikubali kupata maladali wa kukuonyesha kwamba ni wapi pa kukuzia. Kariakoo, unaijua vizuri mitaa ile. Najua mwanangu, mimi mwenyewe japo ni mzee ila naijua mitaa vizuri tu. Basi fanya hivyo mama. Sawa mwanangu, ila nahitaji kukuambia jambo moja mwanangu. Jambo gani mama? Hata kama ikitokea mimi nimekufa leo, usije ukathubutu siku hata moja kurudiana na mama Shamsa. Sio mwanamke yule. Na laiti kama ningejua kwamba anakuwa ni mnyama na mshenzi kama hivi, wala nisingekuruhusu umoe. Nimekuelewa mama. Na mimi kurudiana naye yule wala haitokuja haitokuja ikakaa ikatokea hilo mama. Sawa mwanangu, kuwa makini huko ulipo. Wala hata usijali mama. Nilikata simu na nikamrudishia kocha simu yake. Kidogo sasa nilianza kupata amani moyo wangu. Tukaendelea na mazoezi hapa na pale, na baada ya kumaliza nikaendelea na ratiba za kawaida. Chidi, unaitwa na mkuu wa gereza. Askari mmoja aliniambia. Taratibu nilisimama kwa maana kwamba nilikuwa nimekaa na kundi la washikaji wangu wa gerezani. Nikaongozana na askari huyo mpaka ofisini kwa mkuu wa gereza. Chidi. Mkuu wa gereza alizungumza huku akiwa amejaa na tabasamu pana sana usoni mwake. Nikamwambia ndio mkuu. Kwanza hebu kaa hapo Chidi. Nilikaa kwenye moja ya kiti kilichopo mbele ya meza yake. Sasa wale wazungu waliweza kunipigia leo. Wamesema kuna pambano la kukupima uwezo wako. Endapo utashinda pambano hilo, utakuwa umejikatia tiketi ya kuelekea nchini Marekani, ukawe professional kickboxer. Habari hiyo ilinishtua sana na kunifanya nijawa na tabasamu pana sana usoni mwangu. Nikamwambia pambano lenyewe ni lini mkuu? Pambano ni leo usiku Chidi. Kule hotelini. Yaani wameniambia watanilipa dola milioni 1 kwa ajili ya kukuachia wewe na utakuwa huko chini yao, na mimi nitakufanyia makarate uweze kuondoka huko jela. Wewe unaonaje hiyo ofa mwanangu? Ni ofa nzuri. Sasa usimwambie mtu yoyote, hata kocha wako usimwambie. Ukijitahidi kwenye hili pambano, wewe kesho hutorudi huko gerezani. Fanya kweli mwanangu. Nimekuelewa mkuu, ila ninaweza kuondoka na familia yangu. Sasa hayo utazungumza na hao mameneja wako wapya. Mimi nakamilisha makubaliano nao tu. Wakinilipa changu basi mwanangu ndio umetusua hiyo. Ila nitakushukuru sana kwa maana katika kipindi kifupi sana umefanya maisha yangu kubadilika sana ujue.
Na mimi nashukuru kwa ukarimu wako mkuu. Chidi, usijali. Unajua kwenye maisha ni kusaidiana. Nenda kajiandae. Saa 12 tunaondoka hapa. Sawa mkuu. Kweli niliondoka ofisini hapa huku nikiwa nina furaha iliyopeteleza. Nilirudi chumbani kwangu na kujiandaa vizuri sana, huku nikiwa ninafikiria ndoto kubwa sana ambazo ninazo kichwani mwangu. Nilimtafuta rafiki yangu Ngoko, nilimpa kiasi cha shilingi 50,000. Chidi, ya nini hii mimi? Nisikilize Ngoko. Hiyo ni shukrani yangu ya wewe kuwa rafiki yangu bora sana hapa gerezani. Hebu ngoja kwanza, unataka kuniambia kwamba unaachiwa uhuru? Hapana. Siachwi uhuru. Ila naweza leo nisirudi tena hapa jela rafiki yangu. Nina pambano la kufa na kupona ambalo liko mbele yangu. Hivyo ninachotakiwa tu ni kuweza kuniombea. Ngoko alijawa na sura ya huzuni sana huku akinitazama usoni mwangu. Hivyo mwanangu, kwa nini huyu mzee anayaweka maisha yako rehani kwa ajili ya manufaa yake binafsi? Ngoko, usijali ndugu yangu. Mungu ndiye anayejua nini kinachokwenda kutokea. Ila nakuomba sana uweze kuwa ni mwema hivyo hivyo rafiki yangu. Na nikipata nafasi kurudi gerezani, basi kesho tutakuwa pamoja. Na kuombea Mwenyezi Mungu akutangulie rafiki yangu kwenye hilo pambano lako. Nashukuru sana. Hapo tukakumbatiana na Ngoko na kisha nikaachana naye na kuelekea kwa kocha wangu. Nilimpatia kiasi cha 100,000 mpaka yeye mwenye kwanza alishangaa. Kocha, leo ni siku ambayo ninahisi itakuwa ni siku ya mwisho kuonana mimi na wewe. Unamaanisha nini Chidi? Kuna pambano ambalo mkuu ameniambia. Ila ninapata hisia mbaya sana juu ya hilo pambano. Kwa maana kwamba hilo ni pambano la kufa ama kupona. Chidi, ndio kocha. Hebu hakikisha kwamba bwana unakuwa makini na unarudi hapo ukiwa kwa salama. Niombe tu kocha katika hilo. Usijali. Mimi sala zangu zote ziko pamoja na wewe Chidi. Nashukuru sana mkuu. Alafu pia Chidi, nashukuru pia kwa kiasi cha pesa ulichonipa. Usijali kocha. Hapo nikaachana na kocha nikarudi chumbani kwangu. Majira ya saa 12 za jioni tulianza safari huku mkuu wa gereza akiwa na walinzi wake. Tulifika Pangani majira saa 2 za usiku na moja kwa moja nikapelekwa katika chumba changu cha maandalizi. Hazikupita hata dakika 10 wale wazungu wawili, mwanamke na mwanaume, wakaingia ndani ya chumba hiki huku akiwa wameongozana na mkuu wa gereza. Habari yako Rashidi? Mwanamke huyu wa kizungu alinisalimia huku akinipa mkono wa kulia. Tukakutanisha pale mikono yetu. Cha kushangaza mwanamke huyu alinipapasa kwa kidole chake cha katikati kwenye kiganja changu. Nikamwambia salama tu. Mimi naitwa Claudia. Huyu ni meneja wangu anaitwa Brian. Tumeweza sana kupenda upiganaji wako na uwezo wako. Baada ya pambano nina imani tutazungumza yaliyo mezani na tuna imani ya kwamba utashinda. Mungu abariki tu niweze kushinda. Taratibu mwanamke huyu Claudia akanisogelea na kuninong'oneza sikioni mwangu. Ukishinda pambano hili, usiku wa leo utafurahia ushindi wako na mimi. Usiniangushe. Claudia aliniachia huku akitabasamu. Mara baada ya Claudia kutoka ndani hapa na meneja wake, ndipo hapo mkuu wa gereza akanigeukia huku akiwa ameshika sigara yake kubwa. Chidi, watoto wa kizungu hawa, ukishinda hakikisha chumbani unakwenda kuwakilisha nchi vizuri. Mpige miti mpaka changanyikiwe. Ukifanikiwa hilo, mimi nakwambia mwanangu wewe utakuwa umetoka kimaisha. Nimekuelewa mkuu. Nilijiandaa kwa kuvaa bukta yangu ya kupigania. Nikavaa pale kinyago changu cha kuficha sura kwa maana ya kwamba sihitaji sura yangu iweze kujulikana. Nikamaliza kujiandaa kwa kila kitu na ndipo ghafla mlango kafunguliwa na makamu wa rais pamoja na mke wangu huku akiwa wameongozana na walinzi wake wakaingia ndani hapa. Mkuu, kumbe bado uko hapa? Upo? Mkuu wa gereza alizungumza kwa uoga kidogo. Ya, nipo, bado naendelea kula bata. Si unajua Tanga ni tamu sana. Ni kweli mkuu. Naona mpiganaji wako ameshajiandaa vya kutosha. Ndio mkuu, ndio. Juzi uliniambia kwamba akiwa anatoka kwenye mapigano huwa anakuwa na hasira na hawezi kuzungumza chochote. Makamu wa rais alizungumza huku mke wangu
akiwa amemlalia begani mwake. Ndio mheshimiwa. Basi leo nataka kuzungumza naye, kwa maana leo nasikia pambano ni kali sana, na mimi ninapenda mapambano makali. Nilitazamana na mkuu wa gereza ambaye alikuwa na wasiwasi kweli kweli. Kijana unaitwa nani? Sasa kwa bahati mbaya nikawa nimeshasahau jina ambalo mkuu wa gereza alimtajia makamu wa rais ile siku. Eti kijana unaitwa nani? Nikajifikiria kwa sekunde kadhaa na kisha nikasema naitwa Mashushu. Nilijibu kwa sauti nzito sana ambayo ilifanya hadi mke wangu kunitazama kwa makini mno, kwa maana ni kwa mara kadhaa nilikuwa ninamuigizia kwa kuzungumza kwa sauti nzito kipindi tukiwa katika mapenzi motomoto. Mashushu, hebu vua basi nione sura yako, kwa maana wapiganaji kama nyinyi mnaweza kulifaa hili taifa kwenye kushiriki mashindano ya Olympic na ukatuletea medali ya dhahabu, au unasemaje jamangu? Hapo mimi na mkuu wa gereza tulishtuka sana kiasi cha kutazamana. Mashushu, hebu nikuone basi jamangu, hebu vua hiko kinyago chako cha uso. Makamu wa rais akazungumza kwa msisitizo kiasi cha kuwafanya walinzi wake kunisogelea na kutaka kunivua kinyago changu. Niliwazuia kwa ishara ya kuwaonyesha mkono wa kulia kwamba wasinishike. Na kweli wakati hilo nilimtazama mkuu wa gereza ambaye ana wasiwasi mwingi mno, na taratibu nikafungua mikanda kinyago changu huku nikiwa nimeinamisha sura yangu chini, na ndipo taratibu nikaanza kukivua huku makamu wa rais na mke wangu wakiwa na hamu kubwa sana kuiona sura yangu, wanijue mimi ni nani. Ghafla mlango ukafunguliwa. Akaingia refali na kwa haraka nikarudisha kile kinyago changu usoni pasipo mke wangu pamoja na makamu wa rais kuiona sura yangu, kwani nyuso zao walikuwa wameelekeza kwa refari huyo alikuwa ameingia ghafla hapa ndani. Refari akasema, jamani, muda wa pambano umeshafika. Baada ya dakika 10 nitatoa ushindi kwa mpinzani wenu. Refari alizungumza huku akiwa anatutazama kwa sekunde kadhaa na kisha katoka ndani hapa. Sawa championi wetu, nenda kapambane. Makamu wa rais alizungumza huku akinipiga begani mwangu. Macho ya mke wangu yalikuwa yanajaribu kunidadisi mwili wangu, ila kutokana na alama za majeraha ambayo niliyapata kutokana na vipigo vya polisi pamoja na mapambano mbalimbali, vimeufanya mwili wangu kuwa tofauti kabisa na ule mwili ambao mke wangu alikuwa ameuzoea kuona. Makamu wa rais, mke wangu na walinzi wake wakatoka ndani hapa na kuniacha mimi na mkuu wa gereza na vijana wake wawili. Yaani huyu sijui nimuite mke wangu, sijui hata nimuitaje, jamani, moyo unaniuma vibaya mno. Huyu mzee ni jipu sana huyu, mkuu wa gereza alizungumza huku akiwa na hasira. Chidi, uko tayari? Mkuu wa gereza aliniuliza huku akinitazama usoni mwangu. Nikasema ndio. Basi twende. Tulitoka ndani hapa huku nikiongozana na mkuu wa gereza pamoja na walinzi wake. Tulipofika eneo la karibu na ulingo, wakaniacha na wao wakatafuta siti za kukaa. Mwenyezi Mungu, ninakuomba ukanisimamie kwenye hili, nilizungumza huku nikinyosha vidole vyangu viwili hewani huku nikiwa ninaendelea kumwomba Mungu kimoyo moyo. Niliingia katika ulingo huu uliokuwa umezungushiwa nyavu na kuwa kama vile banda. Watu wote wakasimama na kuanza kupiga makofi. Mpinzani wangu hana mwili wa kutisha, ila anaonekana ni mtu wa mazoezi. Kwa kumtazama kwa haraka asili yake ni mtu wa China, na kama sio China basi ni Mjapan, kwa maana ya kwamba watu hao ni kama wanafanana hivi. Refari akatuita, tukasimama karibu naye huku tukiwa tunatazamana. Refari akasema, pambano hili ni kupigana hadi mmoja wenu atakaposhindwa, ndipo shindano litakapoisha. Mbinu zote zinaruhusiwa katika pambano hili, hivyo inawapasa kutumia kila aina ya uwezo wenu kuhakikisha kwamba unashinda ile pambano. Peaneni mikono. Tukagongeshana pale ngumi, na mpinzani wangu huyo anayeonekana yuko fiti kisawasawa. Kengele sikagongwa na pambano likaanza. Mpinzani wangu akaanza kunishambulia kwa kasi kiasi cha kuninyima mimi hata namna ya kuweza kufanya shambulizi lolote. Uwezo wake wa kunishambulia kwa mateke na ngumi ulizidi kunipa wakati mgumu. Mara 2 mfululizo nilijikuta nikianguka chini kwa mateke yake yalikuwa yananitandika. Nikasema, Mungu, ninafanyaje sasa hapa? Nilijiuliza huku nikiwa nimelala chini kifudifudi nikimtizama mpinzani wangu anayenionyeshia kidole cha kuniita ni mke. Chidi, huwezi kushindwa. Huwezi kurudi jela tena. Hii ndio nafasi yako pekee. Ukivuka tu kikwazo hiki umepita.
Nilijiambia nafsini mwangu mimi mwenyewe huku nikijivuta taratibu na kunyanyuka. Mpinzani wangu akaruka hewani huku akiwa ametanguliza mguu wake wa kulia mbele, mguu ambao amekusudia kunipiga teke la kifuani. Nikamkwepa, akapita kama upepo. Unajua nilijikuta nikiguna, kwa maana kwamba laiti teke hili lingenipata, aise, angenichangua vibaya mno kifua changu. Akiwa katika harakati za kugeuka, nilimzaba bonge la konde zito mno. Yaani nilimpa gumi hilo. Nilimtandika eneo la shingoni mwake na kumfanya weweseke huku akiwa hajielewi. Nami nikapata sasa wasawa kumtawala. Kila nilichojaliwa katika upiganaji wangu nilikitumia kwa wakati huu. Ngumi nilimtandika, mateke nilimfumua, vichwa nilimpa. Mpinzani wangu alianza kuwa na wakati mgumu mno. Nilimtandika ngumi 2 za jicho la kulia na kumfanya ashike jicho lake huku akizidi kuweweseka. Nilimchota mtama akaenda chini. Sikutaka kumpa nafasi kama aliyokuwa ananipatia yeye. Nilianza kumpiga pale vigoti vya mbavuni mwake huku nikiamini kabisa kwa mapigo haya hapa chini ninakwenda kummaliza haraka vibaya mno. Ghafla bwana, si akanipiga ngumi sehemu zangu za siri. Maumivu niliyoyahisi aisee yalinifanya nigairi kufanya kila kitu. Nilijishika sehemu zangu za siri huku nikigugumia maumivu makali mno. Mpinzani wangu si akasimama huku uso ukiwa umemchuruzika damu, kwa maana kuna ngumi kadhaa nilikuwa nimempiga usoni kwa nilikuwa nimemchana. Akanipiga ngumi ya kichwa na kunifanya nianze kuhisi nyota. Macho yangu yakaanza kupata ukungu, hata mpinzani wangu siwezi kumwona vizuri. Chidi mwanangu, pambana. Huu ndo wakati wako mwanangu. Nilihisi sauti ya mama kwenye nafsi yangu. Nikashtukia nikilala chali na mpinzani wangu akanikalia kiunoni mwangu, akaendelea kunishambulia kwa ngumi nzito za usoni. Nilizidi kujikinga uso wangu kwa mikono. Nikasikia, "Baba, pigana." Nilihisi sauti ya mwanangu Shamsa ikiniongelesha. Nikatupia jicho eneo lilokuwa amekaa mama Shamsa, nikamwona akiwa ametokwa na macho, huku kila ngumi ninayopigwa uso wake mama Shamsa unakuwa unapata ishara ya maumivu. Mpinzani wangu akanipiga kabali moja takatifu. Watoto wa mtaani tunaita kabali ambayo ukiotewa hii kubanwa. Usipojitutumua, usipojitoa, basi tambua kinachofuata hapo ni kuzimia ama kifo. Jicho likanitoka kwa maana kwamba jamaa alikuwa amenibana shingo yangu kisawasawa. Nikaanza kutoa mikono yake huku nikifurukuta hapa chini, kwa maana kwamba yeye amelala nyuma yangu huku miguu yake akiwa ameipitisha kinoni mwangu na kuibana mbele kiuno changu. Nilifanikiwa kupata upenyo wa kuufikisha mkono wake mmoja kwenye eneo la mdomo wangu. Usinitanie. Nikamng'ata. Nilimng'ata mkono wake, japo anajifanya kwamba haisi chochote kile. Nikazidisha kumng'ata mpaka damu zikaanza kummwagika. Uvumilivu wa maumivu ukamshinda, akajikuta kiniachia huku akibimbirika pembeni. Nilianza kuhema sana, kwani kabali alikuwa amenikaba ilikuwa inanimalizia pumzi yangu. Nilikuwa ninaiaga dunia. Nikasema, Mungu nisaidie. Nilizungumza kimoyomoyo huku nikiwa nimechoka sana. Katika mapambano yangu yote niliyopigana hayakuwa magumu kama hili. Hakika hili mpinzani wangu yuko vizuri na hahitaji kabisa kunipatia nafasi ya kumshinda. Nilinyanyuka taratibu huku nikihema sana. Mpinzani wangu naye alinyanyuka na kunitazama kutoka tunatazamana. Ukiwa unapigana na mtu ambaye amekuzidi maarifa, inabidi uhakikishe kwamba unapigana kihuni. Sheria za ulingoni na mbinu za ulingoni zote unaziweka pembeni. Unapigana kihuni. Nilikumbuka maneno ya kocha wangu. Kupigana kihuni ni zile ngumi za mtaani ambazo huna haja kujipanga wala kumkalia mpinzani wako mikao ya kupigana. Mkishikana ni kutwangana mpaka atakayeshindwa. Mpinzani wangu alianza pale kuyumba huku akiwa anazunguka uwanja huu. Staili kama hizi niliwahi kuziona kwenye filamu za kina Jack Chan. Nikasema uifala huyu kudadeki zake kweli analetea mimi maswala ya Drunken Master mimi. Nilizungumza huku nikiwa namtazama kwamba atafanya nini. Sakaruka sarakasi hewani. Kabla kutua chini bwana, nilimsindikiza na teke hilo. Nilimtia teke zito lilomfanya nguke chini kama gunia puu. Nikamvaa pale, nilianza kumpiga ngumi za kila aina. Nikazishika nywele zake ndefu na kuanza pale kumbamiza uso wake kwenye sakafu wa huu ulingo. Nikaushika mkono wake kulia, nikaupitisha katikati ya mguu wangu, nikauzungusha kwa nguvu zangu zote kwa kutumia miguu, na nikasikia pale mfupa unavunjika unalia kwa. Mpinzani wangu alilia kwa nguvu sana huku akiwa anapiga mkono wake wa kushoto chini, akiashiria kwamba pambano limemshinda.
Refari kwa haraka mno ikabidi pale aniachanishe naye, huku akininyanyua mkono wangu wa kulia juu kiashiria kwamba mimi ndiye mshindi wa hili pambano. Machozi ya furaha yalianza kunibubujika. Hakika sijategemea kama ninaweza kushinda pambano hili ambalo lilikuwa ni kali, pambano uzito kwa upande wangu. Watu wote uwanjani walisimama na kuanza pale kunipigia makofi, huku wengine wakishindwa kabisa kuficha furaha zao, hususan yule mwanamke wa kizungu Claudia ambaye alikuwa amekaa viti vya mbele kabisa. Mkuu wa gereza akaninyoshia dole gumba kwa mbali, huku nikimwona naye akichuruzikwa na machozi ya furaha. Nimefanikiwa. Asante Allah. Asante Mungu. Nilizungumza kimoyomoyo kwa furaha nyingi mno. Nilimtazama makamu wa rais pamoja na mke wangu. Naona pia wao pia walikuwa wanashangilia. Nikamnyoshea kidole makamu wa rais na kisha nikakunja ngumi na kumfanya pige makofi akihisi kwamba mimi nimempa ishara ya kwamba nimeshinda. Kumbe kimoyomoyo nina uchungu na nina hasira naye, na siku nikibahatika kumshika mkononi wangu nitamvunja mpaka furahi na roho yake. Hapo nikamshuhudia mpinzani wangu akitolewa uwanjani hapa. Alitolewa pale na Wachina wenzake wawili. Hongera sana kijana. Nimekuwa refa katika mapambano mengi sana. Yanapita hata 100, ila katika mapambano hayo yote yako mapambano mawili tu, hususan hili la mwisho. Nikiri sijawahi kuona mpambanaji kama wewe, hususan Mtanzania. Nashukuru sana. Endelea kuwa hivi. Naona kabisa utafika sana mbali. Asante sana refa. Hapo nikainama pande zote 4 za ulingo huu, ikiwa ni ishara ya kuwapa heshima watazamaji wote ambao ni watu wenye mapesa yao, na ukitazama kwa haraka hakuna kapuko hata mmoja aliyeweza kuhudhuria. Nikatoka ndani ya huu ulingo na kuanza pale kujikongoja kuelekea katika chumba cha maandalizi. Walinzi wa mkuu wa gereza walinifuata, huku nyuso zao zikiwa zina furaha kubwa mno. Dogo, hongera sana dogo. Nashukuru. Asi kuna kipindi ulijua unashindwa bwana. Mungu tu ndo ameweza kunisaidia. Hapo tukaingia ndani hapa. Nikasema naombeni muda wa dakika 5 nisali kwa kuepuka kifo, kwa maana kwamba sikutegemea kama nitatoka hai kwa mpinzani wangu. Walinzi wa mkuu wa gereza wakatoka ndani hapa na kuniacha peke yangu. Nilipiga magoti chini, nikaanza pale kuswali kwa ratiba za dini yetu ya Kiislamu. Nilipomaliza kuswali, nikawaruhusu sasa walinzi hawa waingie ndani hapa. Mkuu wa gereza akaingia ndani hapa akiwa ameongozana na makamu wa rais, mke wake, yani ambaye ni mke wangu, pamoja na walinzi wake. Akaniambia hongera sana kijana. Nikamwambia nashukuru. Nilimjibu kwa sauti nzito ambayo mke wangu alizidi kuidadisi. Aise, huyu dogo mfanyie mpango aingie jeshini bwana. Na kule jeshini atapata kuungana na timu ya jeshi inayokwenda kushiriki mashindano ya Olympic ya mwaka huu. Aha, sawa, nimeelewa sana mheshimiwa. Sasa Mashushu, hii ni business card yangu. Ina namba 4 hapo. Moja ya kwanza ni ya kiofisi, na hizo 2 zinazofuata ni za hapa Tanzania. Na hiyo ya chini kabisa ni nchi ya Ufaransa, kwa maana kule ndipo yalipokuwa makazi yangu na huyu baby mama hapa. Nashukuru sana mheshimiwa. Nilizungumza hivyo huku nikizikariri namba hizo kwa haraka sana. Jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba nina uwezo mkubwa sana wa kukirimisha mambo. Kwa hiyo ukiwa na shida yoyote, wewe nipigia, alafu niambie, mheshimiwa, mimi Mashushu, basi hapo nitakukumbuka kijana. Asante sana mkuu. Haya, mimi niwatakie usiku mwema. Mimi na mke wangu tunarudi Dar es Salaam usiku huu kwa ndege, hivyo hatuna muda wa kuendelea kukaa hapa. Asante sana mkuu kwa kuwa nami. Nina imani ipo siku tutakutana tena. Nilizungumza huku nikimtazama makamu wa rais pamoja na mke wangu kwenye nyuso zao. Ya, lazima tutakutana bwana. Pia hongera mheshimiwa. Hongera nini Mashushu Una mwanamke mzuri sana. Mtunze huyo, mjali na kumthamini kila wakati. Hakikisha asidondoshe chozi lake kwa ajili yako. Hilo haliwezi kutokea. Nampenda sana ana wangu. Alafu Mashushu, wewe ni jasiri sana, kwa maana hakuna mtu ambaye ameweza kunieleza hilo jambo siku hata moja. Ila asante sana, na mimi niwatakie usiku mwema. Nanyi pia. Hapo mke wangu aliyetazama macho yangu kwa makini sana na kisha alitoka ndani hapa. Nikaamini kuna kitu atakuwa amekigundua machoni mwangu, kwani siwezi kuficha kila kitu. Kama sura nimeficha, ila machoni ni ngumu sana kuweza kuyaficha. Hususan kwa mwanamke niliyekaa naye kwa miaka zaidi ya 6. Lazima tutakuwa amenijua. Claudia na meneja wake si wakaingia ndani hapa.
Kwanza kabisa niseme kazi nzuri sana Rashidi. Ninashukuru. Unaweza kujiandaa sasa tukazungumza biashara. Hakuna shaka. Nina imani mkuu wako atakuleta chumbani kwangu. Na okay, sawa. Hapo mwanamke huyu wa kizungu Claudia na meneja wake wakatoka. Na ndipo mkuu wa gereza akaniambia, Rashidi, naam, hongera sana. Na natamani tuendelee kuwa pamoja. Ila kwa bahati naweza nikasema imekuangukia wewe bahati. Ila katika historia yako kuna kitu nimejifunza. Hata vijana wangu mnisikilize. Mkuu wa gereza alizungumza na sisi wote watatu, tukakaa kimya na kumtazama. Akavuta fumba la moshi wa sigareti yake na kisha akanitazama. Unajua, sio kila tatizo ni tatizo. Mengine yamekuwa ni madaraja ya kufanikiwa. Laiti kama lile tukio la kijambazi lisingetokea kwenye lindo lako, na huyu jipu kama asinge kuchukulia mke wako na kukuagiza uletwe huku gerezani, gereza la Maweni, nina imani kubwa sana usingeweza kujua kipaji chako kwamba wewe ni nani, na wala usingepata nafasi kama hizo unazozipata. Kwa hivyo shukuru kwa haya matatizo yamekufanya leo hii maisha yako yaende kubadilika kwa 100%. Mkuu wa gereza alizungumza na kunifanya nitingishe kichwa nikiamini alichokizungumza. Rashidi, mimi nakuahidi, ipo siku watu waliokuwa wanakudharau watakuheshimu. Wataivaa picha yako kwenye nguo zako. Watakuweka kwenye profile zao na WhatsApp, Instagram, Twitter, uko Facebook na kwengineko. Jina lako watazidi kulitukuza. Jambo la msingi ni kuzingatia, hakikisha kwamba unakuwa unamheshimu kila mtu. Mpende kila mtu. Basi utafanikiwa na utazungumziwa duniani kama wapiganaji hodari na mahiri. Nadhani umenielewa sana mwanangu. Mkuu wa gereza alizungumza kwa sauti ya upole na iliyojaa hekima kubwa sana, na leo ndipo nikagundua mzee huyu ana hekima sana, japo ananidhulumu pesa zangu, ila roho ya upendo ndani mwake ako nayo. Mimi nimekuelewa mzee wangu. Basi jiandae nikupeleke kwa Claudia, meneja wako mpya. Hapo nikaingia bafuni, nikaoga haraka haraka, nikatoka ndani hapa na kukuta nikiwa nimewekewa pale suti mpya juu ya kitanda cha chumba hichi. Hii suti nilikununulia mchana, nina imani itakutosha. Mkuu wa gereza alizungumza huku akitabasamu. Toka nitoke tumuone mama yangu sikuwahi kuvaa suti, na watu waliokuwa wakivaa suti kitani kwetu tulikuwa tunawaita ni watoto wa kishua. Nikamwambia nashukuru sana mheshimiwa. Nilivaa suti hii yenye rangi ya dark blue na shati jeupe. Asa imekukaa vizuri sana, yani kama mzee amekupima vile. Mlinzi mmoja alizungumza huku akiniweka vizuri kola ya shati langu jeupe. Nikasema nashukuru. Tukatoka ndani hapa na kuelekea katika chumba cha Claudia. Tukakaribishwa pale na meneja wake. Mkuu wa gereza akapewa pale mkataba na kaanza kupitia. Rashidi, huu ni mkataba wa makubaliano ya kuuziana umiliki kati yangu na Claudia. Nimelipwa dola za Kimarekani milioni 1 na ninatia saini hapa, na kuanzia hivi sasa utakuwa uko chini yake, na yeye ndo atakuwa anakusimamia kwenye kila jambo, na gerezani hutorudi tena. Sawa kijana wangu? Ndio mkuu. Hapo mkuu wa gereza akatia sahihi na kisha Claudia akatia sahihi, meneja wake akatia sahihi. Mlinzi mmoja wa mkuu wa gereza naye pia akatia saini yake, na mimi nikapewa pale mkataba huu ni upitishe kwenye macho yangu ili na mimi niweze kutia saini. Kutokana na kwamba umeandikwa Kiingereza, sikuhitaji kujisumbua kusoma, nikatia saini yangu ya mcharazo kama daktari aliyekimbia chuo, na kisha nikamrudishia Claudia mkataba huo. Alitabasamu sana huku akinitazama kwa macho yake kimahaba, yalionifanya niyakumbuke maneno ya mkuu wa gereza ya kwamba hata chumbani hapa inanipasa niwakilishe taifa katika kumshughulikia mwanamke huyu wa Kimarekani. Tukapeana mkono na mkuu wa gereza pamoja na walinzi wake, na kisha wakaaga na kuondoka hili eneo. Meneja wa Claudia naye akaondoka ndani hapa na kuniacha nikiwa niko na Claudia. Leo inatubidi tusherehekee. Umepata uhuru wako. Claudia alizungumza huku akipiga hatua mpaka kwenye friji ndogo, akafungua na kutoa chupa 2 za bia. Unatumia hizi? Hapana. Tumia bwana Rashidi. Claudia alizungumza kwa sauti ya kimahaba huku akifungua chupa moja na kunikabidhi.
Alikaa pembeni yangu huku akinitazama. Oh, pole, umeumia sana. Je, nikikupatia painkiller inawezekana? Ya, inawezekana. Nilizungumza huku nikiweka chupa hii ya bia mezani, kwa maana ya kwamba kuchanganya pombe na dawa ni hatari mno kiafya. Claudia alinikabidhi vidonge viwili vya rangi ya pinki, akanipatia na chupa ndogo ya maji, nikavimeza. Ndani ya dakika 5 maumivu yote niliyokuwa ninayasikia yakatoweka. Rashidi, kwa nini wewe ulifungwa? Nilisingiziwa kesi ya ujambazi, ikiwa sijafanya kosa hilo. Ulisingiziwa? Ndio. Kwani wewe ulikuwa unafanya kazi gani? Mimi nilikuwa ni mlinzi wa kampuni hizi za ulinzi. Nilianza kumhadithia Claudia kuanzia siku ya tukio hadi hapa nilipo hivi sasa. Oh, I say pole sana, ni story inayogusa sana. Nashukuru. Mimi niwe mkweli, unajua nimevutiwa sana na wewe Rashidi. Toka nilipokuona siku ya kwanza, mimi sikujali wewe una kinyago usoni mwako, ila nilivutiwa na wewe. Ila mimi niko ndani ya ndoa, nimeolewa miaka 7 iliyopita. Mimi na mume wangu hatujapetika kabisa kupata mtoto. Mimi na mume wangu tuna kampuni inayohusiana na masuala ya utawala wa kutafuta wapiganaji wachanga ambao tunawakuza hadi wanakuwa maprofessional wa ngumi za kulipwa kabisa. Mume wangu ni tajiri mkubwa sana nchini Marekani. Nashukuru kufahamu hilo. Hata hii safari ya kuja Afrika ni kwa ajili ya kutafuta vijana wenye kipaji. Kuna mtu alinitumia clip yako, hivyo nikawa na hamu sana kukuona, na kwa bahati nzuri nimeweza kuyashuhudia mapigano yako mawili. Naamini utakuwa mpiganaji mzuri sana. Kikubwa ni nidhamu. Hata unapokuwa katika mahusiano na mimi, hakikisha kwamba inakuwa ni mahusiano ya siri. Unajua mume wangu hatakiwi kujua. Tumeelewana? Naweza nikakuuliza swali? Uliza, usijali. Je, nisipohitaji kuwa katika mahusiano na wewe? Rashidi, naam. Mimi ndiye niliyekufanya uwe hapa kwa muda huu. Mimi ndiye nitakayekufanya usahau umaskini na kuboresha maisha ya familia yako. Inakuwaje wewe ushindwe kuwa na mimi tena? Tena ni mahusiano ya siri. Ukishindwa kuwa na mimi, nisiwe mwongo, kila kitu kitaishia hapa na utarudi gerezani. Claudia alipiga fumba la bia hiyo na kisha kasimama mbele yangu. Hapa ndipo nikajua kwamba nimeshakuwa mtumwa wa mapenzi kwa huyu mwanamke ambaye kwa haraka tu umri wake unaweza kufika miaka 40 na ushe. Tumeelewana vizuri? Ndio. Asubuhi tutaondoka na ndege kuelekea Arusha, mimi na wewe. Alafu Brian yeye atakwenda Dar es Salaam kuonana na mama yako, na tukiwa Arusha nitawatafutia visa. Tukipata basi tutakwenda nchini Marekani. Nadhani tumeelewana. Ndio madam. Nilizungumza kwa furaha, kwa maana kwamba sasa maisha ya kuishi bongo basi tena bongo bahati mbaya, kwani nimejitahidi kupambana kwa miaka kadhaa kwa ajili ya kufanikiwa kimaisha, ila sikufanikiwa. Naweza nikakuomba kitu? Niombe tu Chidi. Naomba niweze kumfahamisha mamangu ili asishangae kuona natafutwa na mzungu. Si unajua kwamba sisi ni Waafrika, kidogo bado tuko nyuma. Ya, ni kweli. Unajua simu hiyo hapo. Tukifika Arusha nitakununulia simu mpya, nguo na kile kitu ambacho unapaswa kuwa nacho star, kwa maana wewe unakwenda kuwa star mkubwa sana. Nashukuru sana. Hapo nikachukua simu ya Claudia, nikaandika namba ya mama yangu kwa haraka mno, nikampigia, na kwa bahati nzuri simu yake ilianza kuita. Halo. Mama alizungumza kwa sauti iliyojaa uchovu na usingizi. Nikamwambia, mama, ni mimi, shikamoo. Marhaba Rashidi. Mbona usiku sasa? Ni kweli mama, kuna habari ninahitaji kuweza kukupatia. Habari gani? Nimeweza kupata mfadhili ambaye anahitaji sisi wote watatu tuweze kuelekea nchini Marekani tukaishi huko. Ngoja kwanza. Unaota au unachokizungumza ni kweli? Haki ya Mungu mama, siwezi kukutania kwenye hili. Usitaki nipige kelele. Kweli mama. Ilo usimwambie mtu. Kesho kuna mzungu anaitwa Mr. Brian anakuja kuwachukua na mtakuja naye Arusha. Sawa mwanangu, mimi nimekuelewa. Shamsa yuko wapi? Ameshalala bana.
Sasa asubuhi utanibipo kwenye namba hii. Hakuna shaka mwanangu. Mwenyezi Mungu azidi kukufungulia milango ya baraka na heri. Asante sana mamangu. Nilikata simu huku nikiwa nimejawa na matumaini mapya ya maisha. Niliweka simu ya Claudia sehemu nilipokuwa nimeitoa na kwa haraka nikatembea mpaka sehemu alipokuwa amesimama. Sikuhitaji kumuuliza maswali. Nilichokifanya ni kuanza kumpiga pale mabusu huku chupa yake ya bia nikiitoa mkononi mwake na kuiweka pembeni. Nilimnyanyua Claudia na miguu yake nikaipitisha kinoni mwangu, nikaibana kwa nyuma huku mikono yake akiipitisha mabegani mwangu na kuibana kwa nyuma. Tukaendelea pale minyana. Nilipohakikisha kwamba nimemridhisha, nikampeleka kitandani, nikaanza pale kumshughulikia. Sikuhitaji kumpaparakia mwanamama huyu. Nilimwandaa ilivyotakiwa kuandaliwa. Taratibu Claudia alianza kuomba nimpatie haki yake aliyokuwa anahitaji. Basi nikamweka pale mkao unaotakiwa, nikaanza pale kumpatia dozi ambayo mkuu wa gereza alikuwa akinisisitiza kwamba nihakikishe kwamba ninawakilisha taifa vyema. Na nilimbidua mwanamama huyu. Kila aina mkao naambiwa. Sifa zake zikazidi kuniongezea sifa. Nikajikuta nazidisha mashambulizi. Mpaka ikafikia kipindi Claudia mwenyewe alianza kuomba mapumziko kwa maana ya kwamba alikuwa anahisi pumzi na mwishia. Kwa ile nilimpa mapumziko ya dakika kama 10 na kisha tukaendelea na safari hii. Nilijitahidi kufika kileleni mapema ili lisimchoshe, akihisi kwamba labda nimempania. Usiku huu kwangu ni kama vile peponi. Kwa maana kwamba ukiachilia kumfaidi mwanamama huyu wa kizungu, ila nilikuwa ninalala kwenye chumba kizuri cha hoteli ambacho kwa miaka yetu yote Uswahilini tumeshazoea guest zetu bubu 3,000, 5,000 ambapo ukiingia na demu lazima ujue washikaji watakula chabo madirishani. Asubuhi tukapata kifungua kinywa murua kabisa, na baada ya hapo Claudia akampatia maagizo Brian ya jinsi ya kuwasiliana na mamangu, na nikampigia mama na mama akazungumza na Brian. Jambo la kumshukuru Mungu, Claudia na meneja wake wanazungumza Kiswahili fasaha kabisa, hivyo ni rahisi kuzungumza na watu kama sisi ambao shule tuliziona hazina umuhimu kwa kipindi hicho. Tukaanza safari kuelekea Arusha, huku ikiwa ndo mara yangu ya kwanza mikupanda ndege. Rashidi, leo ndo mara yako ya kwanza kupanda ndege? Yeah. Hapa karoka na kwenda speed kinoma yani. Claudia alitabasamu. Usijali baby, utazoea na yatakuwa ni maisha yako ya kawaida. Ukijitahidi na ukafanya kazi kwa bidii, utaishi kama kina Mayweather. Watu mimi ninawasikia tu. Utakutana nao kwa maana utakapovuma watakuwa ni watu wa kawaida sana kukutana nao. Kweli haki ya Mungu vile. Basi nitafurahi sana. Tukafika Arusha ikiwa ndio mara yangu ya kwanza mimi kufika. Tukaelekea kwenye moja ya hoteli ya kitalii. Claudia akapangisha pale vyumba 3 ambavyo kimoja ni kwa ajili yetu na viwili ni kwa ajili ya mama, mjukuu wake pamoja na meneja wake. Tukakabidhiwa dereva wa hoteli pamoja na gari. Tukatembezwa mji mzima wa Arusha. Tukafanya manunuzi muhimu na kisha tukarudi hotelini. Brian akatupatia habari njema ya kwamba ameonana na mama pamoja na mwanangu na wanafanya mpango wa kupanda ndege kuja Arusha. Claudia, nashukuru sana kwa kila jambo. Umebadili maisha yangu na sasa ndoto zangu zinakwenda kuwa kweli. Nami ni ahidi hutoniangusha kwenye jambo lolote. Siwezi kukuangusha. Kweli? Ndio. Mimi nafurahi sana kusikia hivyo. Ila siku ukija kubadilika ukanisaliti kwa mwanamke mwingine, ninakuahidi jambo moja tu, nitakuwa, kwa maana mimi nina wivu uliopitiliza. Nadhani umenielewa. Ndio, nimekuelewa. Hapo nilijibu kinyonge huku nikiatazama macho ya Claudia yanaonyesha dhahiri ya kwamba anamaanisha anachokizungumza. Majira ya alasiri, Brian alifika hotelini hapa akiwa ameongozana na mama pamoja na mwanangu. Nikakumbatiana nao kwa furaha kubwa sana huku machozi yakitumwagika. Mamangu alishindwa kabisa kuyazuia machozi yake. Hata mwanangu Shamsa naye alijikuta kilia kwa furaha, kwa maana ni miezi inakaribia 8 sasa sijakutana nao. Nikawatambulisha kwa Claudia na nikamshukuru sana Claudia na Brian kuweza kunisaidia kuiokoa familia yangu kutoka kwenye mikono ya mke wangu ambaye sijui ni shetani gani ambaye amembadilisha kwa haraka kiasi cha kutamani kunifanyia mambo mabaya. Usiku wa siku ya leo tukapata chakula kwa pamoja. Rashidi, una mtoto mzuri sana, Claudia alizungumza huku akiwa amekaa pembeni ya Shamsa. Nikasema nashukuru sana. Mkuu, tunaweza kuzungumza kidogo? Brian alizungumza huku akisoma meseji iliyoingia kwenye simu yake. Wakasimama kwa pamoja, wakasogea pembeni na kuanza kuzungumza. Baba, mama yuko wapi?
Nilimtazama Shamsa na kumshika nywele zake ndefu na laini. Nikamwambia mama amekwenda kwa bibi wa kule, ila bado hajarudi. Kwa hiyo atarudi? Tunakwenda huko. Tunapanda ndege kama leo, kisha naye atakuja. Mwanangu alizidi kujawa na furaha. Kwa umri wake hapaswi kujua machafuko aliyoyasababisha mama yake. Mwanangu Rashidi, sasa naanza kuamini kwamba maombi yangu ambayo usiku na mchana nilikuwa naomba, naona kabisa yanakwenda kukubaliwa. Ndio hivyo mama. Mungu anaweza kukuletea mtu ukahisi ni sahihi, alafu akaondoka kwenye maisha yako ukaumia sana. Ila kumbe Mungu amekuandalia nafasi nyingine ambayo ni nzuri sana kwenye maisha. Ni kweli mwanangu, ila jambo kubwa ni kumlea mwanao kwenye mazingira mazuri. Haijalishi itakuwaje, lakini hakikisha mwanao anaishi kwenye maadili ya Kiafrika, hususan Tanzania. Hilo usijali mama. Alafu kuna kitu kinachoendelea kati yako na huyo mzungu eti? Mama aliniuliza kwa sauti ya kunong'ona huku akitabasamu. Nikasema mama, mimi ni mtu mzima mwanangu. Muda ukifika mama nitakwambia. Ila huyo mzungu anaonekana ni mkubwa zaidi kwako. Mama, hilo lisikuumize kichwa. Nitakwambia tu muda wakati wake utakapoweza kufika. Sawa mwanangu. Claudia aliniita kwa ishara. Nikasimama na kuwafuata sehemu walipokuwa wamesimama. Rashidi, hapa kuna habari ambayo sio nzuri kidogo. Habari gani? Brian, hebu mwambie. Nilipokuwa Dar es Salaam niliweza kuwatafutia visa zenu. Mama na mwanao wao wamefanikiwa kupita, na tuliwapatia hati za kusafiria na kila kitu chao kiko tayari. Ila kwa upande wako visa imekataliwa, na inaonyesha ni kwamba wewe bado ni mfungwa na ni mhalifu wa tukio la kijambazi. Hapo moyo wangu ulishtuka, huku nikihisi kajoto kazito mwilini mwangu, kwani kwa jinsi nilivyopania kwenda nchini Marekani, naona mambo yanaishia hapa Arusha. Mungu wangu. Ila kutokana na kwamba tuna mtandao mkubwa sana, inabidi ulazimike kulikana jina lako, ukane uraia wako, ubadilishe dini, na kumbukumbu zako za uhalifu zote zifutwe na uwe mtu mpya kabisa. Kwa hili jambo la ujambazi, na tena bado ni mfungwa kwa nchi ya Marekani, hutoweza kuingia hata kidogo. Nilishusha pumzi nyingi sana, nikavuta tena pumzi mpya. Nilimtazama mwanangu ambaye anakula chakula kitamu. Nilimtazama mama yangu ambaye, yani ukiwaangalia, hawa ndio watu ambao wananipa nguvu ya kuendelea kupambana na maisha haya na kuendelea kuishi nchini Tanzania. Ninaweza kuwapoteza wote wawili kutokana na umaskini uliokithiri. Sasa hapa kwenye kubadili dini inakuwaje sijaelewa. Ili ukanyage nchini Marekani ukiwa kama raia wa kule, inakubidi uwe Mkristo. Ukikubali tunaondoka kesho mchana. Ukikataa sisi na wewe tunaishi hapa Arusha, na utapambana na mamlaka ya vyombo vya usalama vya nchi yako, kwa maana kwamba watakukamata na kukurudisha tena gerezani. Brian alizungumza pasipo kupindisha maneno, huku akinitazama usoni mwangu kwa macho makali kiasi cha kunifanya nijawe na bumbo wazi, kwani toka nimezaliwa nimekulia kwenye maisha ya Kiislamu, nimesoma madrasa na kufaulu vizuri. Sema baadaye nikajitenganisha mimi na dini yangu na kuwa kiongozi wa genge la wahuni. Ila katika moyo wangu mimi bado ninaitumikia dini yangu ya Kiislamu, na sikufikiria kabisa kubadilisha dini hadi kufa kwangu. Lakini sasa kwa hili lililonikuta, sikiliza. Tena sikiliza kwa makini. Wakati ni sasa. Kuna watu huko balozini wanasubiria jibu lako. Mnaweza kunipatia dakika 10 nikazungumza na mamangu? Sawa, zungumza naye. Claudia aliniruhusu, na kwa haraka nikamfuata mama na kumwomba tuzungumze kwa dakika chache. Mwanangu kwema lakini? Mama aliniuliza huku akionekana kujawa na sura ya wasiwasi. Nikamwambia kuna tatizo kadogo ambako kametokea. Tatizo gani mwanangu? Hati zenu nyinyi za kusafiria nyinyi wawili zimekubalika na mnaweza mkasafiri kwenda nchini Marekani, ila hati yangu mimi imekataliwa, na hii ni kutokana na kesi ambayo nimebambikiwa na mume mpya wa mama Shamsa. Pia bado sijamaliza kifungo changu cha jela ambacho sijahukumiwa. Mungu wangu, sasa itakuwaje hapo mwanangu? Kuna mambo mawili nimeambiwa niweze kuyachagua. Mambo gani hayo baba?
Msikilizaji, mama mara nyingi huwa anapenda kuniita baba, kwani mimi ndiye mwanae pekee. Nikasema jambo la kwanza wameniambia kwamba ni ukane uraia wa Tanzania na niwe raia wa Marekani. Hilo ni jepesi sana mama. Ila jambo jingine wanahitaji nibadilishe dini yangu. Wanataka niwe Mkristo. Sasa mama, nimekuwa Muislamu toka mtoto. Ulijitahidi sana kunifunza na kunihimiza kwenda madrasa. Leo inakuaje nije kuikana dini yangu niliyokuwa ninaiabudu toka niko utotoni? Mama alishusha pumzi nyingi huku akinitazama usoni mwangu. Alishika viganja vyangu vya mikono huku akinitazama usoni mwangu. Rashidi mwanangu. Naam mama. Mungu amekuletea huu mtihani sio kama ni bahati mbaya, ila amekupa nafasi ya wewe kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kuwa Muislamu au kuwa Mkristo, vyote ni sawa. Mungu tunayemwamini ni mmoja tu, japo tunamuita kwa majina tofauti. Wenzetu wana Yesu, sisi tuna Muhammadi. Wote hawa walikuwa ni wawakilishi wa Mungu kwa nyakati tofauti tofauti na sehemu tofauti tofauti. Hata ukiitwa John, hutopungukiwa na kitu, ila imani yako ipo moyoni mwako. Unaweza ukawa Muislamu lakini ukawa Muislamu jina. Unaweza ukawa ni Mkristo lakini ukawa Mkristo jina. Inatakiwa imani iwe moyoni mwako. Hivyo mimi sijaona tatizo. Endapo jina utabadilisha, basi utakuwa mbali na maadui zako na hautaweza kukujua wewe ni nani. Maneno ya mama yalinipenya mno mpaka moyoni mwangu, yakapitiliza mpaka kichwani mwangu, yakaeleweka vizuri sana. Mwanangu, Tanzania sio sehemu sahihi kwa sasa wewe kuweza kuishi. Nafasi ni hii, ikipotea kila kitu kitakuwa kimekwisha. Ni heri ukakana uraia wa Tanzania, ukabadilisha dini, tukaenda kuishi maisha mengine kabisa mwanangu, kuliko haya maisha ambayo unaishi. Nimekuelewa mama. Ninakupenda sana mama na ninakushukuru kwa ushauri wako. Hilo ni jukumu langu mwanangu. Hapo nikaachana na mama, nikamfuata Claudia pamoja na Brian. Claudia akaniuliza vipi? Nikasema nimekubali. Oh, asante Mungu. Claudia alizungumza huku akishusha pumzi nyingi, uso wake ulikuwa umejawa na tabasamu. Sikiliza. Umefanya maamuzi mazuri. Wao watatuletea jina la mtu ambaye umefanana naye. Hivyo haitakuwa shida kwa historia yako kujulikana. Brian, sijakuelewa hapo. Umesema kuna mtu anafanana na mimi? Ndio. Kuna kijana mmoja ambaye umefanana naye. Data kamili nitakupatia asubuhi. Okay, sawa. Hapo mimi na Claudia tukarudi kwenye viti vyetu na kuendelea kula. Muda kulala ulipowadia, mama na mjukuu wake wakaingia katika chumba chao, huku mimi na Claudia tukaingia katika chumba chetu. Usiku huu sikuwa na kazi nyingine zaidi ya kumtembezea kichapo kizito Claudia hadi ilipofika muda sasa kawa anaomba nikifika nchini Marekani ni muoe na yuko tayari kabisa kuachana na mume wake. Yote katika yote mimi nafanya hivi ili niweze kupata njia ya kufanikiwa na ikiwezekana nije kuishi maisha ya kifahari ambayo hapo awali nilikuwa nikitazama tu kwenye TV kwa baadhi ya watu wenye mafanikio makubwa. Asubuhi na mapema nikiwa wa kwanza kuamka, nilifanya mazoezi ya viungo kama kawaida, kwa maana kwamba ninapenda kufanya mazoezi. Baada ya kumaliza mazoezi katika gym ndogo iliyopo ndani ya hiki chumba chetu, niliingia bafuni na kuoga. Za asubuhi mume wangu, Claudia alizungumza huku akinipapasa mgongoni mwangu, kwa maana ya kwamba nimekaa hapa kitandani huku nikiwa nimempa mgongo. Nimeamka poa, vipi wewe? Mimi nimeamka salama. Ila haki ya Mungu, unajua jana umejua yani umeninyoshia goti. Yani umenifanya viungo vyangu vyote virudi utotoni. Kweli Kweli yani. Unajua kuna kipindi ulivyokuwa umeniinamisha, nilihisi pumzi inanisha. Ila nilikuwa nasikia utamu, ikanibidi nijikaze hivyo hivyo, na kweli nimefanikiwa kumaliza mechi. Unajua wewe ni fundi. Usijali, utaendelea kuraha mpaka ushindwe wewe. Nashukuru sana Rashidi. Ila mimi na hofu. Hofu gani? Endapo tutakwenda nchini Marekani, nitakuwa sipati mambo matamu kama haya, kwa maana mume wangu ana wivu sana na ananibana kweli kweli. Ndio hivyo, na inabidi penzi letu liwe la siri sana, kwa maana endapo atafahamu ya kwamba mimi na wewe tuna mahusiano, atatuua wote wawili. Hapo nilianza kujawa na uoga huku nikimtazama Claudia usoni mwake. Mimi nakwambia ukweli Rashidi,
Mume wangu ni mtu wa hatari sana. Mmoja anajihusisha na magenge makubwa ya wauza madawa kulevya kutoka Mexico na Colombia. Kiufupi ni mungu wa madawa ya kulevya ambaye anatumia mwamvuli wa kuwa sponsor wa wapiganaji kuficha siri zake. Amesakwa sana na FBI, CIA, ila wote hawajafanikiwa kumkamata. Sasa kwa nini unaniambia hayo yote? Ninakuambia ili utambue uhatari uliopo mbele yetu. Ingekuwa ni vigumu sana endapo ungejua mambo hayo kipindi ukiwa naye, ila yote katika yote inatupasa kuwa makini. Kweli mke wa mtu sumu. Hapana bwana. Okay, nimekuelewa. Nilitikia kwa sauti ya upole na iliyokuwa imejaa, yani sijui nisemaje. Imagine unakwenda kudeti na mke wa mtu ambaye mume wake ni muuzaji mkubwa wa madawa kulevya duniani na ana pesa ile mbaya. Mimi kapuku. Rashidi, umeanza kuniogope? Usiniogope kwa maana mimi ninakupenda sana. Usijali. Vipi Brian, hawezi kwenda kusema chochote kwa mume wako? Brian hawezi. Brian ni mtu ambaye ninamwamini kupita yeyote. Okay, sawa kama ni hivyo. Claudia alishuka kitandani na kuingia bafoni. Alikoga na kisha karudi chumbani. Mara baada ya kuvaa nguo zake akatoka nje. Nilikutana na mama pamoja na mwanangu, nao wakiwa tayari wamekwisha kuamka. Kwa pamoja tulipata kifungua kinywa. Claudia aliita huku akimtazama mamangu usoni. Mama, Marekani tunapokwenda ni nchi ya fursa. Je, utahitaji kufanya biashara gani ili tukifika tu nikufungulie? Usikae nyumbani. Mwanangu, mimi kitu ninachokiweza sana kuliko hata kuliandika jina langu ni kusuka ukiri. Ninasuka mikeka, vikapu, mikoba kwa kutumia wili. Wow, hiyo ni fursa nzuri sana kwa nchi ya Marekani mama. Unajua watu wengi sana watakuwa wanakuja kununua vitu vya asili kutoka kwako. Nashukuru kwa hilo mwanangu. Mungu tu abariki tufike salama. Tukishafika tutajua nini cha kufanya. Brian alikatisha mazungumzo kwa kutusalimia huku usoni mwake akiwa amejawa na furaha. Jamani, leo sasa tunaweza kuondoka. Kila kitu kimekamilika. Hati ya kusafiria hii hapa. Kitambulisho chako cha uraia wa Marekani hiki hapa. Hapo kuanzia hivi sasa utakuwa unaitwa Malcolm X. Na habari njema ni kwamba hakutokuwa kuna ulazima wa wewe kubadilisha dini yako. Asanteni sana. Hapo nilizungumza kwa furaha baada ya kusikia kwamba sitoradhimika kubadilisha dini. Brian alinikabidhi hati yangu ya kusafiria, kitambulisho changu kinachonionyesha mimi ni raia wa Marekani. Sasa, hizi ni picha za huyu kijana. Alikuwa anaitwa Malcolm X. Huyu Malcolm alifariki katika moja ya tukio la kimbunga. Alikuwa akiishi Florida. Kwa kweli msikilizaji, macho linitoka kwa maana huyu jamaa anafanana kabisa na mimi kwa kila kitu. Na hata nilipomkabidhi mama picha ya huyu kijana alishtuka kidogo. Alinitazama na kisha katazama hizo picha. Jamani, msitake kuniambia kwamba huyu kijana sio Rashidi. Huyo sio Rashidi mama. Binadamu duniani tuko wawili. Kweli ni wawili. Laiti kama angekuwa amepiga kwenye mazingira ambayo ni hapa Tanzania, ningesema ni Rashidi. Ila kutokana na kwamba anaonekana yuko magorofani, basi huyu kijana amefanana sana na mwanangu. Uthibitisho wa mama ulizidi kunipa matumaini. Hata mwanangu Shamsa alipotazama hii alikiri kwa kusema kwamba huyu ni baba. Maandalizi ya safari yakawadia. Saa 8 mchana juu ya alama tukapanda ndege ambayo moja kwa moja inaelekea nchini Kenya. Asante Mungu. Mama alizungumza huku akinishika mkono wangu wa kulia kwa furaha, kwani tayari ndege imeshaiacha ardhi ya Tanzania na kushika anga la kuelekea nchi ya Kenya. Mama, kusema ule kweli Mungu ametusaidia. Kila kitu ninakiona kama ndoto kwenye maisha yetu mama. Ni kweli mwanangu Rashidi. Ndani ya masaa machache tukafika nchini Kenya. Hatukukaa hata zaidi ya saa, tukaunganisha kwa ndege nyingine ya shirika la Fly Emirates na kuanza safari kwenda nchini Marekani. Na kwa kipindi hiki Claudia alikuwa amekaa seti yangu ya pembeni.
akawa anaendelea kunieleza mambo mengi sana kuhusiana na nchi ya Marekani. Akanieleza juu ya jiji la Las Vegas ambapo ndipo zilipokuwa ofisi zao. Hakika Claudia amekuwa ni mkombozi mkubwa sana kwenye maisha yangu na familia yangu. Baada ya masaa zaidi ya 18 tukafika nchini Marekani, hii ikiwa ndo mara yangu ya kwanza kwenye maisha yangu kufika. Asikwambie mtu, sisi huku Bongo tunaigiza tu kuishi, ila huku watu ndipo wanapoishi ese. Mama hata yeye mwenyewe ameshindwa kujizuia. Ameshindwa kabisa kujizuia katika kushangaa magorofa makubwa yaliyokwenda hewani. Tukaingia kwenye gari moja kifahari ya milango 6 ambayo siku zote nilikuwa ninawaona maraisi wakipanda gari kama hizi. Claudia akasema tunakwenda kwa mume wangu. Kisha kuna nyumba yetu iko hapa Las Vegas mtaishi. Nikasema sawa. Kweli bwana, tulifika kwenye jumba moja kubwa la kifahari. Jumba ambalo lina walinzi wengi kiasi cha kunifanya sasa nijawe na hofu. Tukakaribishwa na mzee mmoja hivi mnene na alikuwa ana kitambi hivi kikubwa. Akapigana pale mabusu na Claudia na kisha Claudia akatutambulisha kwamba huyo ndiye mume wake. Kwa jinsi unene wa huyu mzee na jinsi alivyo kwa haraka anaonekana kabisa askari wake ni kibamia na anashindwa kabisa kumridhisha mke wake, na ndio maana mke wake amekubali mapigo yangu. Huyu ni Rashidi. Kama alivyokueleza Brian, basi anajulikana kwa jina la Malcolm X. Karibu sana kijana. Tulishangaa sana kwa mzee huyu kuzungumza Kiswahili kwa ufasaha kabisa, tukamwambia asante. Na huyu ni mama yake na huyu ni mwanae. Na binti mzuri sana kijana. Nikamwambia asante sana mzee. Jamani, huyu mume wangu anaitwa Don. Tumefurahi baba kukutana na wewe bwana Don. Mama alizungumza huku akipeana mikono na huyu mzee. Asante sana, karibuni sana. Makaribisho haya hakika ni mazuri mno, na baada ya chakula cha usiku tukapata wasaa mimi na Claudia, Brian na bwana Don kuzungumza vizuri. Bwana Rashidi, nina imani mke wangu ameweza kuingia mkataba na wewe. Ndio. Alinitumia klipu zako 2 za mapambano. Kwa kweli nilijawa na furaha na wewe, na ndio mtu ambaye kwenye biashara yangu nilikuwa ninamtafuta. Umekuja Marekani, ninakuahidi nitakufanya uwe nyota itakayotazamwa ulimwenguni kote. Asante sana Doni. Ni wapiganaji wengi sana nimewafanya kuwa nyota, ila hakikisha kwamba katika maisha yetu tutakayoishi mimi na wewe, sihitaji ushindwe siku hata moja, na katika kila pambano utajipatia 2% ya mapato yaliyopatikana hadi pale gharama tulizokugaramia ziweze kurudi. Nadhani tumeelewana Rashidi. Ndio, nimekuelewa. Na nikupe angalizo jingine kijana. Mke wangu huyu ni mzuri sana na anavutia machoni mwa wengi. Tambua kwamba nimemgaramia. Endapo utaonesha dalili za kumtamani mke wangu au nikagundua una mahusiano naye, basi kichwa chako kitakuwa ni halali yangu. Na nikizungumza hivi wastani kijana, walioweza kumtamani mke wangu wote wameshaliwa na mamba katika kisima changu cha mamba. Yaani sio tu kutembea na mke wangu, kumtamani. Nikishajua tu umemtamani mke wangu, kifo kinakuhusu. So mheshimu mke wangu upate matunda ya kuishi katika jiji la starehe kama hili. Maneno ya huyu mzee Doni yalinishtua sana kiasi cha kunifanya nitazamani na Claudia, ambaye kwa jinsi nilivyompatia mambo ya Kiswahili sidhani kama kichwa changu kitabaki kuwa salama. Haki ya nani? Doni ataniua. Lo. Ebu tukutane katika sehemu ya 3, mzigo mtamu wa kuitwa Rise Up kutoka kwake mwandishi Edazaria G. Msulwa. Mimi naitwa Anko J Masimulizi. Asante kwa time yako na kwaheri.